Basi hatimaye ni katika finali ya simulizi yetu ya binti Erika akiwa na watoto wake. Hapa tulikuwa tunaangalia nguvu ya mapenzi, msikilizaji, na tuko katika sehemu ya 38 ikiwa ni sehemu ya mwisho kabisa katika simulizi hii. Andiko safi kabisa kutoka kwake Atuganile Mwakalile, ametupa dhamana ya kusikiliza simulizi hii kwa urefu zaidi ikiwa na visa mbalimbali. Kila kitu tumepata hapa. Tumepata mapenzi, tumepata usaliti, tumepata uchawi, tumepata roho mbaya, tumepata kila kitu katika simulizi hii. Ni wewe tu useme eneo gani ambalo haukuwa umeguswa. Basi kama ambavyo tulianza pamoja msikilizaji katika sehemu ya kwanza, sasa hivi baya pia tukafika katika hatima ya simulizi yetu. Mimi na wewe mwisho wa siku tukawa tumetoka na chochote kitu kujua dhamira ya mwanzo wa masimulizi mpaka sasa hivi ilikuwa ni nini. Karibu sana msikilizaji kwa ambani kwa mara ya kwanza unatusikiliza. Basi hapa ni Simulizi Yetu Media, sehemu pekee ambapo unaenjoy burudani za simulizi za sauti. Mwenyewe si umeona, lakini basi make sure umesubscribe channel yetu ili kuwa mwanafamilia. Usiache kulike, kushare bila kusahau kucomment, lakini pia turn on notification ili kupata taarifa za mapema pindi ambapo tunapandisha simulizi mpya, lakini pindi tunapokuwa tunaleta miendelezo ili wewe uwe wa kwanza basi kupata kusikiliza. Tunapatikana pia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii kwa jina la Simulizi Zetu Media, lakini pia karibu kwenye group letu la WhatsApp. Pale tuma ujumbe kwa ajili ya kuungwa uwepo pale kwenye group ambako wapenda simulizi wenzako tuko pale, tunapiga sana story 24/7. Tuma ujumbe, namba ni hapo juu ambapo unaiona, ama nakutajia hapa ni 0757567253. Nilipata dhamana ya kukusimulia simulizi hii tangu mwanzo, kati Erika akiwa binti mpaka sasa hivi ameanza kuwa bibi bwana, kwa sababu kama Samir kama hata yule mtoto wa Rahim anaweza kuzalisha huko mpaka hata Junior ameweza kuwa na mtoto, manake Erika huku sasa mpaka amekuja kuwa ni bibi, au tunasemaje? Na sasa tunakwenda kumaliza pamoja. Jina langu naitwa Tutu, karibu sana. Sasa tuliishia kwenye sekeseke ambapo mambo yalikuwa ni mengi sana, ambapo Dr. Jimmy amejaribu kusema ukweli na tukajua kwamba kumbe mapacha wale bwana hawakuwa wawili bwana. Ina maana Eriki pia alikuwa na pacha yao mwingine ambaye alikuwa anaitwa Sara, na ndio maana Sara anaendana vitu vingi sana na Eriki. Anaendana vitu vingi sana na Erika. Lakini pia kumbuka kulikuwa kuna hatari. Kuna kipindi sana alikuwa anampenda sana Erika. Alikuwa anampenda sana Eriki, lakini baadaye akabadilisha hatua zake juu akahamia kwa Eli. Lakini binti anasema kwamba hii ni laana, kwa sababu Eli huyu ni mtoto wa Derek ambaye yeye pia aliwahi kulala naye zamani na ni ndugu yake, wakalalana mpaka wakapeana mimba na wakatoa mimba, na ndivyo ambavyo ilikuja ikatokea kwa huyu binti Sara ambaye lala na Eli mtoto wa Derek. Kwa hiyo mambo ni kama yamejirudia hivi, na ndio maana kwenye simulizi pia nakwambia usisahau kuombea kizazi chako, usisahau kuombea na kuvunja laana ambazo zilishatangulia. Kuna watu walishaga tulaani huko, walishafanyaga makubwa huko, bibi zetu, babu zetu, lakini hatusali wala hatutaki kujishikimanisha na Mwenyezi Mungu ili tuondoe zile laana. Simuona mwenye story ambavyo imekuja, mambo yanarudi laana tu. Rahim watoto wake wameshazaliana kule, sijui itakuwaje, lakini mimi najua tunaendelea kujifunza. Basi karibu sana. Bado tuna tatizo la hawa mapacha, kujua tunaokoa vipi waachane na haya matamanio ya kimapenzi na vitu vingine kama hivyo. Sasa hii ni sehemu ya mwisho. Sasa leo tunaanzia nyumbani, ambapo hapa nyumbani bwana tunamuona Angel ambaye alikuwa pamoja na wadogo zake, na walikuwa tu wameamua tu kula muda huu kwa sababu waliona wazazi wao wamechelewa sana kuja. Kwa hiyo wakawa wanakula pale, wanaongea kidogo, ambapo Angel akamuuliza Sara, akamwambia hivi, waga namkumbuka mamako? Akamwambia waga namkumbuka, yule ni mamangu, yani siwezi kupinga hilo. Akamwambia akijirekebisha basi mimi nitaenda kuishi naye, lakini kiukweli natamani sana mama yenu ndio angekuwa mamangu, jamani ningefurahi. Akamwambia usijali mama, mbona ana upendo, mama anapenda watu wote na ndio amezaliwa hivyo hivyo, kwa hiyo unaweza tu akawa mtoto wake pia. Basi muda kidogo mama Angel pamoja na Angel wakaingia pale. Yani mama Angel akashindwa hata kujizuia kabisa, akaenda moja kwa moja kumfuata Sara maskini pale alipokuwa, akamkumbatia. Alilia mno, yani akalia mpaka watoto wake wakawa wanamshangaa. Akasema nakumbuka maneno ya marehemu babangu siku alipokuwa anakata roho akiwa mikononi mwangu, aliniambia kwamba nichunge sana kwa sababu binadamu ni wabaya, anaweza kukuchekea lakini kumbe moyoni anakupalia kwenye makaa. Basi akakumbuka pia mzee Jimmy ambavyo alijitolea kugharamia harusi yake na mume wake. Yani mzee Jimmy aligharamia kila kitu kwenye sherehe, kumbe alikuwa tu na mpango wake. Lakini mama Erika kufikiria kabisa kwamba kuna siku mzee Jimmy atakuja kumfanya alie, yani amkumbuke maisha yake yote. Licha mabaya ambayo mzee Jimmy alikuwa anayafanya, lakini akufikiria kama akiwaji kumfanyia kitu cha namna ile. Basi akamkumbatia sana Sara, akawa analia sana maskini. Ndio anamuona leo mtoto wake, kamuona siku zote, lakini unavyomuona sasa unajua ni mtoto wako, hisia ni nyingine kabisa. Akamwambia karibu nyumbani mwanangu, hapa ni nyumbani kwenu, mimi ni mama yako kabisa na hawa ni ndugu zako. Basi akamfuata Eriki na Erika, akawavuta pamoja pale, akawakumbatia, akasema naomba nimpokee Sara, jamani ni ndugu yenu kabisa. Basi akamvuta na nje pale, akawa anasema maneno yale yale tena, alikuwa analia. Kitu cha kustajabisha sana kwa watoto, walikuwa wanaitikia tu, wanamwangalia tu mama wao, wanaona mama amechanganyikiwa ama nini, lakini hawana cha kufanya kwa muda, inabidi tu wakubali mama ambacho anasema. Basi mama Angel aliporidhika pale kulia, akaenda sasa nyumbani kwake
I mean chumbani kwake kumalizia machungu yake. Sasa Angel na wadogo zake akawa anashangaa pale. Erika akaambia ndio, Sara wewe ni pacha yangu. Angel akamwangalia, akaambia kivipi? Akaambia tulizaliwa watatu ila Sara alimuiba. Na hii kitu bwana imenijia mara kadhaa sana kwenye ndoto lakini nilikuwa sielewi. Ila sasa hivi nimepata kuelewa. Akaambia kwa hiyo Sara, mbona mimi hata sielewi jamani? Yaani haya Sara karibu kwenye familia yetu jamani, haya mambo jamani ya kuiba watoto haya. Kwa hiyo huyu ni ndugu yetu. Basi baadaye akawa ametoa vyombo pale na kwa pamoja wakaelekea vyumbani kwa sababu kila mmoja alikuwa na mawazo yake. Na huyu Sara huyu hamna kitu alichokuwa anaelewa wakati huu. Alikuwa anashangaa tu. Basi sasa usiku baba Angel akawa amejaribu kuongea kidogo pale na mke wake na akawa anamtaka aweze kwenda kula chakula kwa sababu alionekana kwamba hakuwa sawa kabisa. Basi akaanza kuongelea, akamwambia kwanza kabisa mke wangu, jambo la kumshukuru sana Mungu kwa sababu tumeweza kuwafahamu watoto wetu wote. Akamwambia na kuhusu swala la Erika na Eriki itakuwaje? Akamwambia hilo sio tatizo sasa hivi kwa sababu tumeshajua ukweli. Tutajua tunafanyaje hapa, ni kujua tu tunafanya nini. Akamwambia au tuambie tu ukweli kwamba walipewa dawa wakiwa wadogo. Akamwambia sijui kama hii itakuwa ni njia sahihi lakini inabidi tuambie ukweli kwa sababu najua hata wenyewe wanajishangaa hiyo hali kwa nini wako nayo. Na hakika kabisa kwamba hata wenyewe pia inawachanganya sana. Ni ngumu sana kaka na dada jamani kuanza kushikwa na hisia za kimapenzi. Basi moja kwa moja hapa inatakiwa wajue tu ukweli na tutapanga namna ya kuambia ukweli. Akamwambia basi tusubiri tutafanya mtihani. Akamwambia hapo sawa mke wangu. Na kwa muda huu basi naomba twende kula chakula kwa pamoja alafu ndo tutakuja kulala. Kumbuka toka mapema tupo na yule mjinga ambaye anaitwa Jimmy. Yaani yule ni sawa tu na madokta feki jamani mpaka kero. Sasa usisahau huyu Sara yeye alikuwa anasoma darasa moja zaidi ya hawa akina Eriki kama unakumbuka. Mama yake aliwahi kumuingiza shule ama sio kwa sababu alikuwa mmiliki wa shule. Hivyo sasa mama Angel aliinuka leo moja kwa moja akaenda kwa mume wake sebuleni pale akaandaa chakula pia na akaanza kula. Kidogo mlinzi wao aligongea mlango ambako akafungua akaongea naye akamwambia bosi mbavu zinaniuma mno. Akamwambia kwani imekuaje? Nakumbuka Eriki alikupiga ngumi ile wakati tunaamlia siku ile. Akamwambia mama yani Eriki hafai so mtu leo alikuwa anapita getini pale. Nikamwambia Eriki ulinipiga sana mpaka nikapata na kizunguzungu jamani. Badala ya kumwambia hivyo sikuamini kwa sababu akanipiga ngumi nyingine kwenye mbavu pale yani mpaka saizi naumwa. Akamwambia Eriki huyu jamani mbona amefikia kubaya? Lakini baba Angel na mama Angel hawakutaka kuongea mambo mengi sana kwa sababu muda huo wakamwahidi tu ile mlinzi kwamba kesho atampa pesa na wataendelea kumwangalia hali yake. Basi sasa siku ya leo mama Angel akaamua tu kuwaita watoto wake pale kwa sababu akaona ni vema kuweka ile swala la Sara kwa ndugu yao aambiwe tu vizuri. Wasianze kujiuliza tena kuhusu ile swala. Akaanza kuongelea kama jamani watoto wangu, najua jana mmenishangaa sana na hata mimi pia hiki kitu kimenishangaza na ndio maana nilijikuta kama nimepagawa hivi. Mimi mama yenu wakati wa kujifungua uzao wangu wa pili, kumbe nilijifungua mapacha watatu ambao sikutambua wala nini. Mimi nikajua tu ni wawili ni Erika na Eriki. Kumbe kwa kuna watatu. Nasikia babu yenu ndo alimpeleka upacha mmoja huko akambadilisha na mtoto halisi wa Manka ambaye mnamtambua kama mama yake wa Sara. Sasa kitendo kile kamfanya Sara akulie kule, ndo akampa jina la Sara lakini ndio hivyo mama yake mzazi ndo alimpa hilo. Kwa hiyo Sara akapewa jina lingine. Kwa hiyo ndo hivyo alipewa jina la bibi yenu manake. Kwa hiyo naombeni mtambue Sara kama ndugu yenu. Najua kwamba kwako Sara ni ngumu sana lakini hivi ndivyo ilivyo. Basi Sara akauliza akamwambia na maana mamangu yeye anajua haya sasa hivi yuko wapi na mtoto wake halisi nani? Akamwambia mamako anajua kila kitu na mtoto wake halisi ni Eli ambaye ni binamu yenu alafu mamako amejua kila kitu. Yani hata yeye habari imemchanganya sana. Akamwambia napenda sana nimuone, najua mamangu atakuwa amelia sana. Akamwambia Sara usijali nitakupeleka alipo kwa sababu yeye pia ndo ambaye amekulea amekufikisha hapo kwa hiyo naye pia ni mamako. Akamwambia na maana yule ambaye nimeonyeshwa kwenye picha kwamba ni babangu, ile ni babu yangu. Ina maana ile kaburi waga tunaenda mama kumtembelea mpaka leo. Ina maana yule ndo ambaye alifanya haya. Akamwambia yeye ndo yeye. Akamwambia lakini mama mbona niambia kama baba alikuwa ananipenda sana? Unajua mimi hata sielewi yani. Basi mama Angel akaamua kukaa pembeni na Sara ili aweze kumuelewesha vitu. Na ni kweli siku zote Sara alikuwa anatamani sana kuwa mtoto wa mama Angel lakini hakufikiria kama itakuwa hivyo na imekuwa sasa. Basi mama Angel akawa anaongea kidogo pale na Sara akaamua sasa kumpigia simu Manka kwanza ili aweze kuzungumza na binti yake. Basi simu iliita ikupokelewa na hapa kwa na matumaini yote ya kupokea ile simu. Ikabidi mama Angel sasa aache kumwahidi Sara na akamwambia kwamba tu wataenda kumtembelea. Basi wakati huu pia alikuwa amefika Sia ambaye alikuwa ameongozana na Eli. Kwa akamkaribisha tu pale. Na sasa upande pili tunamuona Dr. Maimuna ambaye alikuwa amewasiliana pamoja na Jackie kwamba ampeleke yule Derek mdogo nyumbani kwake ili aweze kuongea naye. Basi Jackie akawa amejiandaa pale na Derek na kuondoka naye wakaelekea nyumbani kwa Rahim. Basi walifika pale lakini Rahim alikuwa kitandani kutokana na kipigo ambacho alipata kwa Eriki mpaka leo anaumwa ise. Basi Dr. Maimuna akaomba kidogo Jackie ampe nafasi ili aweze kuongea na Derek ambapo Jackie kweli yakubisha kweli na akawaacha kwa ajili ya maongezi ambapo basi wakaanza kuongea pale ambapo Dr. Maimuna akamwambia ni hivi, wewe ni mtoto wangu na wala mamako mimi sikujua haya mambo na unajua siku hizi hospitali nazo bwana wakatuchanganyia watoto, mimi wakanipa mtoto
na mtoto mamako kanipa mimi. Kwa hiyo ndo mambo yalikuwa hivyo. Basi Derek akamwangalia pale akamwambia mbona mimi sikuelewa? Akamwambia kwani mamako hajakwambia? Akamwambia kaniambia lakini naye sijamuelewa. Basi Dr. Maimuna pale akaamua tu kutumia mbinu mbalimbali za kumfanya Derek aelewe ule ujumbe, na Derek sasa akaelewa. Lakini Dr. Maimuna ikabidi sasa amuombe Jackie kwamba wajaribu kupanga hizi siku wao wanakaa karibu na watoto wao wa ukweli. Yaani Jackie awe karibu na Samir, afu Derek awe karibu na Dr. Maimuna. Akamwambia sijui kama Derek lakini ataweza. Unajua huyu mtoto hajazoea gani, hajawahi kuishi na mtu mwingine tofauti na mimi. Basi Dr. Maimuna akamtazama kwa makini pale, akataka kuleta maelezo mengine, lakini kidogo mahali pale akawa amefika mkwe wa Dr. Maimuna, yani baba mzazi wa Rahimu. Yule Mwarabu, mtu wa kwanza kumuona alikuwa ni Derek mdogo. Kwa kweli yule Mwarabu akajikuta anasimama kama dakika 10 hivi bila kuongea, kana mshangaa tu Derek. Sasa baba Angel leo tunamwona upande wa pili ambapo alikuwa ametoka zake ofisini pale. Basi moja kwa moja akaamua tu kupitia kule ambako alikuwa anaishi marehemu Lina kwa ajili ya ile barua, kumbuka kwa ameipitia. Basi alifika bila akamkuta ile msichana wa kazi pale, ambaye baada ya salamu akaenda kumletea barua. Basi baba Angel alishangaa sana kwa sababu ile barua alifungua kwanza kuisoma pale mstari wa kwanza tu kama umemshtua sasa, na ukamfanya sasa aache na kusoma barua yenyewe. Basi akawa anaiangalia mara mbili pale, akamuita yule mdada kazi akamwambia na hakika hii barua imeandikwa na marehemu Lina. Akaambia hakuna ambaye ameiona, yani wewe ndio utakuwa kwanza kufungua, na nisingekiuka kile ambacho alikisema kwa sababu alikuwa ameniambia mimi niliishi naye kama mangu mzazi, lazima nifuate kile ambacho ameniambia. Akaambia sawa basi hamna tatizo. Basi baba Angel akaweka ile barua na akaondoka kwamba ataenda kumaliza kusoma nyumbani. Alipofika nyumbani kwake kweli akaoga na akamwomba mke wake jambo kwamba anahitaji utulivu kiasi. Kwa hiyo akaenda kwenye sebule nyingine na kwenda kuifungua barua ile na akaanza kusoma. Barua imeanza hivi: najua tu hii barua umeipokea na kuanza kusoma mbele za watu, wakati mimi nilikuwa nataka usome sehemu iliyotulia. Nadhani ndio sababu aliishia hapo. Basi baba Angel akapumua akaanza kusoma tena ile barua kwa makini. Akamwambia Eriki, mimi nilikupenda sana na siwezi kubisha hilo, kwa sababu nilikupenda alafu niliamini kwamba wewe utakuja kuwa mwanaume wangu. Niliamini katika nguvu ambazo nilikuwa nazo kiasi kwamba niliweza kupambana na kila mwanamke ambaye nilikuta ulikuwa naye, nilikuwa naweza kuwapiga na kila kitu ili nikupate. Kwa kipindi hicho mwanamke wako mmoja tu ambaye alinishinda kwenye mapambano alikuwa ni Sia, na sio kwamba alinishinda kwa ubavu, hapana. Ubavu wao kunipiga alikuwa hana. Ningeamua ningempiga mno, lakini hakuwa na hizo nguvu. Lakini hakuna mtu ambaye alikuwa na maneno ya karaha kama Sia. Alikuwa na maneno ya kukera mno, yani ya kuniumiza mno moyo. Yani hata ukitaka kumpiga unajikuta umeshaishia njiani, unajua hata uanzie wapi kugombana na Sia, kwa sababu alikuwa na maneno ambayo alikuwa ananiumiza sana. Alikuwa na mtindo wa kuniumiza sana na alikuwa anapenda kuuma na kupuliza. Yeye alinishinda, lakini naamini kama hujamuoa yeye, nilikuwa naamini kama hukumuoa Sia basi utanioa mimi. Siku nakutana na Sia akaniambia wazi kwamba umeoa, tena umeoa mwanamke mwingine sio wewe wala mimi. Kiukweli niliwahi kutaka kumpiga pia, niliumia mno kwa sababu kwa nini imeshindikana mpaka kwake na kwangu imeshindikana, lakini nikaacha tu maisha yaendelee. Nilipoachana na wewe niliwahi kuwa na mahusiano kadhaa, lakini mahusiano yale hayakuzaa matunda kwa sababu wanaume wote ambao nilikuwa nao hawakuwa waongo, hawakuwa na mapenzi ya kweli, na ndio sasa nikaja kumpata kijana Junior. Sikufikiria kama ningeweza kuwa na mahusiano na mtoto mdogo kama Junior kwenye maisha yangu, lakini siku ambayo nilienda disco kujirusha ndio huko nilikutana na Junior kwa mara ya kwanza, na ndio hapo nikakuta nimecheza naye. Alikuwa amekuja nyuma yangu tukacheza pale. Baada ya hapo tukanywa sana pombe. Baada ya kuondoka sikuweza hata kuendesha gari langu kwa sababu ya ulevi. Kwa hiyo Junior akanirudisha nyumbani kwangu, lakini Junior hakuondoka bali nikalala naye mpaka asubuhi. Lakini nijua ni akili za pombe zimenifanya nikafanya vile. Na baada hapo sasa ndo mapenzi yetu yakaanza, yakawa yamezaliwa. Sijui kwa nini, lakini nikampenda sana Junior, nikamjali, nikamthamini. Kikubwa zaidi, kila nilipomhitaji alikuja kuwa na mimi, na ndo maana alipogeuka nilikuwa tayari kutumia nguvu sana kumrudisha. Yani Junior alikuwa ni mtoto ambaye aliweza kuwa na mimi muda wote ambao nilikuwa nataka kumuona. Ndio hicho kitu ambacho nilikuwa nakipenda sana kwake. Junior mikononi mwangu alikuwa ni wa kwangu, na kiukweli roho imeniuma sana baada ya kuja kujua kwamba Junior alikuwa ni mtoto wa ndugu yangu James. Yani huyo James mimi nilikuwa napata naye sana tena sana. Amenisaidia vitu vingi sana, na sikutegemea kabisa kama mimi ningechukua maamuzi ya kutembea na mtoto wake tena ambaye alikuwa anampenda kupita maelezo. Na nilikuwa nampenda sana ndugu yangu James. Ni kweli nilibahatika kupata mimba ya Junior katika umri huu mkubwa, na niliamua kumzalia mwanaume ambaye nilimpenda kwa dhati, na nilipogundua kwamba ni mwanangu nikaona aibu nitaweka wapi sura yangu. Wazo la kutoa mimba likanijia kichwani. Nikaamua sasa kunywa dawa za kutoa mimba, na kuna mahali wakawa wamenishauri kila kitu cha kufanya. Sikutaka kwenda hospitali kwa sababu nilikuwa na sababu zangu mwenyewe ambazo nilikuwa nataka hata nikifa basi nife na siri zangu moyoni. Damu ni nyingi sana ambazo zimenitoka, na siku zote hizi hadi mara ya mwisho nilikuwa nakupigia simu mpaka muda huu Eriki hujatokea. Nadhani utapata tu ujumbe kwamba Lina amefariki. Lakini kwa upande fulani habari ya kifo changu itafurahisha sana kwenye familia yako, kwa sababu kuna ile jambo kubwa sana ambalo lilikuwa limejificha kwenye familia yako na sio kila mtu atakuwa analijua. Vinginevyo wewe pia huwezi kuvijua, na lakini kuna jambo zito
kubwa sana. Mchunguze vizuri sana binti yako Erika, utagundua kwamba anaongea kitu gani. Nilikutana mara kadhaa na huyu mtoto na niliweza kumsoma. Mchunguze vizuri sana kijana wako pia Eriki, utagundua, na utakapogundua hayo mambo yatakuumiza sana, utakosa raha na amani kwenye moyo wako. Lakini itakubidi kukubali ukweli halisi ambacho kinaendelea. Eriki, mimi ni wazi sana, mimi nilikupenda sana, lakini yote nilikuwa nafanya kwako naomba chukulia tu kama changamoto za maisha, na chukulia ni changamoto tu ambazo umezipitia kwangu, lakini pia na kwa Sia. Lakini pia najua huyu mtu kwa sasa hivi amekuwa karibu sana na wewe, huyu Sia huyu, unatakiwa uongee naye vizuri tu, na hata nikifa usiache kuja kutembelea kaburi langu mara kwa mara. Nadhani nitakuwa nafurahi huko nilipo, kwa sababu nitakuwa nakuona kwamba unanijali hata kama nimekufa. Lakini narudia jambo, wachunguze vizuri watoto wako. Kuna jambo kubwa sana limejificha kati yao. Kuna kitu kikubwa sana kati ya watoto wako hawa wawili, na maanisha huyo Erika pamoja na Eriki. Kuna rafiki yako Dokta, usisahau pia kumtafuta kwa ajili ya hawa watoto. Alafu kikubwa sana unatakiwa kujihadhari sana na huyu mwanao Eriki, kula ndizi, na kuna kitu ambacho kiliwekwa kwa kupitia ndizi mbivu kwake yeye, na kwa heri. Sasa ina maana hii barua ilikuwa inasema kwamba huyu mtoto wake Eriki huyu kuna ndizi aliwahi kula, ambayo sasa ndio kuna kitu kiliwekwa kupitia yeye. Basi ile barua iliishia hapa, ambapo baba Angel akapumua sana kiukweli. Akaangalia mara mbili na akawa anajiuliza kwamba namzungumzia rafiki yangu Dokta yupi? Mbona mimi na marafiki wengi madokta jamani, lakini sio Dr. Jimmy. Sema hajawahi kuwa rafiki yangu huyu kamwe, na hata kuja kuwa rafiki yangu. Matatizo ya watoto wangu anazungumzia yepi? Sindano ama kuna mengine jamani? Lakini bora hata angekuwa hai ningemuuliza vizuri. Basi baba Angel akaikunja ile karatasi pale, moja kwa moja akawa ameiweka chumbani kwake. Basi usiku ile wakati baba Angel na mama Angel wako zao chumbani wanaongea pale, simu ya baba Angel ilianza kuita na yeye akaipokea ile simu, ambapo mpigaji alikuwa ni Jackie. Basi akaanza kuongea naye pale, na leo akamwambia leo nilienda nyumbani kwa Maimuna, alikuja baba mzazi wa yule mwanaume, na akasema kwamba Derek ni mjukuu wake, ulikuwa una haki ya kukataa kufanana na Derek Ese, na sio kosa langu, mimi nilikuwa najua wazi kwamba bado nimezaa naye niwe. Akamwambia natambua hilo, basi sawa, usiku mwema. Basi Banjo akakata ile simu kwa sababu kutaka kuweka mazungumzo muda mrefu, kuzingatia kwamba ilikuwa ni usiku. Na hapo Manja akamwambia huyo ni Jackie, akamwambia huyu mtu ni msumbufu. Akamwambia hamna, sio msumbufu, alikuwa anataka kukupa ujumbe. Akamwambia ujumbe gani usiku bwana, muda wa kulala? Akamwambia Banjo, ungekuwa unathamini muda wa kulala basi ungekuwa unazima simu kila siku, lakini wewe kila siku unapokea tu masimu na jumbe zisizoeleweka usiku. Akamwambia mke wangu, jamani, unajua kwa nini waga naacha simu on? Kwa sababu ya biashara, naweza kutafuta na mtu hata usiku mnene, lakini nimekuelewa kwa sababu siku hizi ngoja nianze kuzima simu. Akamwambia haya, ni lini sasa watu wa maana wamekufuata usiku wewe wa manane, muongee ukweli Banjo. Kipindi kile alikuwa ganisia tena, huyo alikuwa anasumbua mpaka za 8 usiku. Akaja madamu Ulipa, mara Manka, mimi natunza tu akiba ujui, mara Lina sijui kazidiwa usiku, sijui kaanza kutafuta wewe, yani kaacha ndugu zake wote anaanza kutafuta wewe, yani siku hizi huyu Jackie huyu naye sijui kwa nini, yani muda wote anakupigia, muda wote, muda wa kulala ndo anachukua simu yake anakupigia. Kwani nisipige mchana? Banjo, kama kweli upendi hizi kero, mimi nakushauri naomba unazima simu, unazima hiyo simu usiku. Sasa mara nyingi simu yangu mimi huaga naizima, na ukikuta hewani basi ni bahati mbaya tu, lakini wewe muda wote unapatikana. Mimi naiwekaga hewani kama ukiwa umesafiri, lakini mara nyingi huwa nazima kwa sababu ni muda wangu na wewe. Akamwambia basi mke wangu, nimekuelewa mke wangu. Basi sasa muda huo baba Angel akachukua simu yake kwa ajili ya kuzima, na akakutana sasa na ujumbe wa Jackie. Akamwambia ni Eriki wako nikatia mimi simu, kumbuka mimi na wewe ni wazazi, haijalishi ni kitu gani, lakini mtoto wetu ameshapatikana. Alafu kikubwa ni kwamba mimi na wewe tuonyeshe mapenzi kwa mtoto wetu, hata kama hatujamlea, basi kesho nitakuja ofisini kwako. Baba Angel akazima tu simu, akamtaka mke wake walale tu kwa muda. Basi kweli wakalala, na asubuhi kesho yake kulipokucha kama kawaida, baba Angel akajiandaa na kuondoka zake kuelekea kwenye kazi zake. Na muda kidogo pale nyumbani kwao walipika Sia, alikuwa ameongozana na Elio. Akasalimiana tu pale, akamwambia jamani, leo ni siku ya shule, vipi mbona huyo Elio hajaenda shule? Akamwambia amesimamishwa au amesema kwamba aende siku ya mtihani. Akamwambia jamani, kisa cha kusimamisha kama si yule mama yake alienda kule na akataka kupatana naye, na huyu mtoto alivyo na kiburi, sio kiburi ametoa wapi, kamfanyia fujo mama yake. Yani unaambiwa sasa uamuzi shule umemsimamisha shule. Akamwambia Manka, jamani nimekubali sasa msimamishe mtoto. Akamwambia unajua bado yule mtoto aamini kama huyu ni mama yake, na mama aamini kama huyu ni mtoto wake. Akamwambia sasa mambo gani haya? Akamwambia ndio hivyo, ni kama wiki 2 zilizopita mtoto aende shule. Basi Manja akapumua kidogo, akajua wazi kabisa hapa Manka basi atakuwa hajapata kweli halisi kwamba Eli ndio mtoto wake. Amejua tu kwamba Sara sio mtoto wake. Basi pale alikuwa na uhakika kwamba lazima Manka bado yupo kwenye maombolezo, kwa sababu kilio ambacho alimwacha nacho siku ile ilikuwa ni zaidi ya kufiwa na mtoto. Basi wakaongea tu kidogo pale, ambapo Eli akaenda ndani kuongea na Sara ambaye alikuwa tu pale nyumbani pamoja na Angel kwa kipindi hicho. Basi kidogo mama Angel akawa amepigiwa simu na dada yake kwamba aende. Basi hakuwa na namna zaidi ya kumwaga Sia, ambapo Sia akaomba asogezwe tu kwenye mgawa wake ili aweze sasa kuendelea na biashara yake. Basi sasa tunamwona mama Angel ambaye alijiandaa na moja kwa moja akatoka pamoja na Sia, na kisha akamwacha Sia kwenye mgawa wake. Lakini wakati anaondoka alimwona baba Ima
na akaamua kusimamisha gari yake na kisha akashuka kumfuata kwa sababu alihitaji sana kujua kwamba huyu baba Emma alienda kufanya nini nyumbani kwa Dr. Jimmy. Basi akamsogelea pale na akaanza kuongea, akamwambia ni John nilivyokuona nikashtuka. Akamwambia kwani vipi umeshtuka kwa nini? Akamwambia acha tu kuna kitu nataka kuuliza. Akamwambia kitu gani? Akamwambia nafahamu Dr. Jimmy. Akamwambia yule daktari ni mpuuzi kweli, simpendi hata kidogo. Basi Benjo hapo ndio alikuwa anapasubiri hapo kwa sababu alitaka kujua kwanza hata yeye siku ile alienda kufanya nini. Akamwambia kwani amfanya nini? Akamwambia ni wewe. Unamfahamu vipi kwani huyo daktari? Akamwambia ni hapa. Sasa mama Angel hapa alikuwa amezunguka, akaamua kwanza kufunguka na akaanza kuongea kwa huyu baba Emma na yeye ikabidi afunguke. Akamwambia ni huyu daktari yuko kanifanyia kitu cha ajabu. Mimi nilijifungua kwenye hospitali yake. Kumbe nijifungua mapacha 3 afa akanipa wawili. Mtoto mwingine kampa mtu eti mwingine amlee. Nimechukia kweli. Akamwambia mtoto wenu kama mmempata. Akamwambia Mungu ni mwema. Mtoto alikuwa anateswa sana na yule mama akaja kwetu kuomba msaada. Sasa kila kitu mtoto mfanya na sisi. Yaani kumbe yule mjinga katubia mtoto wetu jamani. Ndio tumechunguza tumekuja kujua ukweli. Akamwambia jamani hongereni basi kwa kumpata mtoto wenu. Huyu daktari kweli ni mwewe. Si mke wangu alijifungua pia kwake pale, lakini kilichotokea tumekuja kugundua pia kweli wale watoto wale wote wale sio wa kwetu. Yaani watoto wote wale nakwambia ukiwapima na majibu yanagoma kabisa. Kwa hiyo tumeshalea mpaka sasa hivi watoto wanajua kwamba sisi ndio wazazi wao, lakini sio sisi. Sasa sijui ni kwa nini huyu daktari ameamua kutufanyia hivi. Alafu kila tukimfuata kuhusu watoto wetu anatukimbia. Jamani mimi nilikuwa nataka tu kujua kweli watoto wangu wako wapi? Yaani kwa nini imekuwa hivi? Akaambia wewe. Kwa hiyo mkeo alijifungua mapacha, si ndio? Akaambia yeye alijifungua Emmanuel na Imana ndio watoto wangu. Lakini kumbe kweli tunakuja kupima sio damu yangu. Yaani mimi ningehisi kwamba mke wangu amechepuka, lakini ndio hivyo wote tumeenda kupima watoto wale mke wangu sio kwake wala mimi sio watoto wangu. Yaani daktari anaweza kusambaratisha familia nzima. Yaani hata sijui itakwaje na sijui mimi watoto wangu wa kweli uko wapi, kwa sababu ingawa mimi nawapenda sana watoto wangu wale huyu Imana na Emma, lakini nitaka tu kujua watoto wangu wa kweli wako wapi. Akamwambia sie pole jamani. Akamwambia niache tu hapa nilipo na hasira na daktari yani amefanya yani hata nitembee nikiwa naongea peke yangu. Akamwambia pole. Basi mama Angel akagana na baba Emma pale na mama Angel akabadili sasa safari na kuelekea ofisini kwa mama kwenda kumpa hiyo habari ya baba Emma. Mimi na wasiwasi jamani. Basi baba Angel sasa akiwa zake ofisini kwake akawa anaendelea na shughuli zake pale. Alishasahau ujumbe wa Jackie kwamba siku ile alisema kwamba atafika ofisini. Akashangaa tu huyu hapa amefika. Akamwambia wewe Jackie. Akamwambia sasa unashangaa nini? Kwani ukunitarajia? Si nikwambia kama leo nitakuja ofisini kwako. Akamwambia haya karibu. Jackie akukaa. Akasimama tu anamwangalia baba Angel. Akamwambia vipi sasa mbona ukae? Akamwambia kwani ningeongea na wewe nimesimama unakufa au nitakufa? Jackie hamna basi niambie ambacho kimekuleta. Akamwambia sipi nikwambia. Akamwambia nini? Akamwambia hebu simama kwanza. Basi baba Angel hakujiuliza mara mbili kweli akasimama muda ule. Afu Jackie akamwambia hebu toka hapo kwanza kwenye meza, yani usimame hapa pembeni ndo ninamaanisha. Akamwambia na maana unajua mimi uone kama nina kazi hapa. Akamwambia bwana najua una kazi, mimi mwenyewe pia nina kazi hapa lakini na hata mimi pia kwanza mbona mimi mwenyewe ni kazi au uone. Akamwambia kivipi? Akamwambia sogea sana kuonyesha. Basi Banjo hakujiuliza kweli kama amesogea. Basi Angel akamsogelea Banjo pale akamkumbatia kwa nguvu akanambia nimekumisi sana mpenzi wangu jamani, kwa kweli nimeshindwa hata kuvumilia, nimeshindwa kabisa kuvumilia, nakupenda Eric, si unajua nilikuwa nakupenda siku nyingi. Basi Jackie akaanza kumbusubusu Eric, lakini sasa mlango ukawa umefunguliwa na aliingia mdau alikuwa ni mama Angel ambaye alikuwa anakuja kumpa taarifa mume wake kuhusu hicho ambaye na baba Emma. Sasa akashangaa tu anakumbatiana ofisini kwake, sio anabusiana pale. Akamwambia baba Angel wewe kweli ndio kinachofanyika ofisini hiki? Mama Angel akasema kwa sauti kubwa. Sasa ikabidi Banjo ajitoe pale kwa Jackie na kwenda kumnyamazisha ili asipayuke. Akamwambia mke wangu tupo ofisini, hata kama ungeona heshima ofisini usingekuja kufanya uchafu hapa. Akamwambia mke wangu taratibu basi unisikize. Nikusikize nini wakati nimeona kila kitu Basi mama Angel akamwangalia Jackie akamwambia naomba uondoke. Akamwambia mimi siwezi kuondoka, mimi pia mbona nina haki kuongea na huyu, ni baba wa mwanangu. Basi mama Angel akamwangalia Banjo akamwambia nijua kipindi kile ujinga umeshapita, kumbe unaendelea Eric. Akamwambia mke wangu hapana, basi ungenisikiza. Akamwambia naomba muondoe mwanamke kwanza ndio nitaweza kuongea. Basi Banjo akamwangalia mama huyu Jackie, huyu akamwambia Jackie naomba uondoke. Akamwambia jamani Eric, mbona tujamaliza jamani, hata tuchokuwa tunaongea. Akamwambia mimi na wewe hatuna cha kujadili, mbona naomba uondoke. Akamwambia kumbuka wewe ni mzazi mwenzangu. Ndio mimi ni mzazi mwenzako, lakini mimi nina mke wangu na heshima ndoa yangu, mbona nishakwambia. Yaani wewe ujinga wa ndoa huo. Hebu jamani ipitishe sheria jamani, mwanaume mmoja hawezi kuwa hata wanawake wengi ambao wanataka. Hao wanaotusumbua mume wangu wafunge vimdomo vyao bwana. Kitu gani mume wangu? Akamwambia hata ikipitisha hiyo sheria haiwezi kunifanya mimi nisiwe niwe na mwanamke mwingine tena ndio wewe. Hapana, mimi nimechagua maisha ya kuwa na mwanamke wangu mmoja tu. Kwa Jackie naomba uondoke. Basi mama huyu Jackie huyu akamwangalia sana mama Angel kwa muda akamsonya hivi akaondoka zake. Mdau mama Angel basi akakaa kwenye kiti pale ofisini amejinamia kwa sababu alipata uchungu wa Jackie kumshuhudia mume wake na haya matukio kiukweli. Basi mama yake akasogea pale karibu akawa anamtuliza na akarudia kauli yake akamwambia mimi nijua kweli zako zimepita Eric. Kweli kumbe unaendelea? Akamwambia mke wangu mimi nitakueleza vizuri, natumani kwamba unaelewa. Mbona waga unanielewa? Akamwambia twende basi tutaongea nyumbani. Basi mama Angel kule kainuka na akataka kuondoka zake kwa sababu hakutaka kuweka maneno mengi mahali pale na isitoshe pale palikuwa ni ofisini pia. Basi moja kwa moja
Mama Angel pamoja na mume wake Mama Angel alienda kwa dada yake Magi ambaye ndo alikuwa amemuita kwa muda huu. Na sasa alijifanya kufukia yote ambayo alikuwa ameyafanya ofisini kwa mume wake. Kafika kwa dada yake pale kwa ajili ya kuitikia wito. Basi dada akamwambia bora umekuja, nikajua utakuja. Akamwambia mna dada, lazima ningefika hata kwa kuchelewa niambie. Lakini dada akamwambia hebu kaanza kukaa chini. Basi Mama Angel kule alifika akakaa chini, dada yake akakiza soda pale na akaanza kunywa na mdogo wake kwa anamwambia hivi ndoa yako unaipenda? Mama Angel hapo akashtuka. Akamwambia naipenda, kwani vipi? Akamwambia mimi nikajua na wewe kama Bite kwenye ile ndoa yake ya kwanza, ingawa James alikuwa muuni, lakini Bite naye alikuwa ni mzembe. Yani ile ndoa ilikufa kizembe sana. Ni Bite alikuwa mwanamke mpambanaji. Na hata sasa hivi asipokuwa makini itakufa tu, kwa sababu nasikia amehamia kwa mwanae kabisa huko baada ya kukaa na mume wake. Akamwambia yupo kulea mjukuu. Akamwambia kwani Junior na mke wake angeshindwa kulea jamani? Kamwacha mume wake kule, afu yupo kulea mjukuu. Hivi ana akili kweli Bite? Unaona? Hivi Bite jamani, hivi ni kwamba yeye ni mtu mzima sana kwamba anakimbilia wajukuu. Ni mtoto wake tu kamwaisha ubibi, lakini sio kwamba hatakiwi kubaki kwa mume wake. Wewe Bite ukimwambia utasikia huyu mwanaume ana watoto wengi sana, si kwani yeye amezaa naye yeye? Kwani wewe una watoto wangapi? Utasikia mimi na mtoto mmoja. Basi si uongeze mwingine. Mwanaume ana watoto wengi. Yaani Bite mimi nashinda nataka kumuelewa kwa kweli. Akamwambia sasa dada, si ungemuelimisha? Akamwambia najitahidi, lakini yule anajijuaga mwenyewe. Lakini ngoja nikwambie ambacho nimekuitia. Akamwambia dada, akamwambia wewe makini sana. Kuna sehemu ambazo mmeo huwa anaenda, yani mumeo anaenda hotelini, unamwacha aende tu peke yake, afu anaenda na wanawake kweli? Akamwambia dada lini? Akamwambia kwa macho yangu nimemshuhudia mume wako hotelini alikuwa na mwanamke. Mama Angel akawa anajiuliza vizuri, akagundua kwamba mwanamke au ni yule Jackie. Akajikuta anachukia maradufu. Basi akamwaga tu dada yake kwa sababu alikuwa ameshakasirika. Basi akaondoka. Na akiwa njiani sasa akamuona Juma alikuwa anaingia duka la madawa. Basi akasimama kumsalimia, akamwambia Erika acha tu. Yaani alichonifanyia mtoto wenu kila nikiona mimi ndo naendelea kuwakumbuka. Akamwambia pole jamani, lakini rafiki yangu Joali anaendelea. Akamwambia kidogo afadhali sasa hivi japo bado ana maumivu kiasi. Na kuna dawa ndo nilikuwa nimekuja kumnunulia hapa. Basi Mama Angel akamhurumia sana, yani kiasi fulani alimhurumia sana rafiki yake, lakini ikabidi tu aondoke. Basi Baba Angel alivyotoka kazini leo alikuwa akijua kichwani ni ile barua ya Lina. Alafu jambo kubwa ambalo lilikuwa linamjia kwenye kipengele cha mwisho kama sijui jihadhari na watoto wake mapacha, sijui kuna mtoto sijui huyo Eric sijui kala ndizi mbivu sijui kitu gani. Basi akawa anahitaji kujua sana kwenye ndizi hapo. Palikuwa panahusiana nini na watoto wake wanapenda kweli? Na sio kwamba watoto wake wanapenda sana kula ile ndizi kwamba wanapenda sana, lakini walikuwa watu wanakula kama matunda kwa sababu ni kawaida tu matunda ambao huwa yanakuwa nyumbani. Basi kipindi hicho na akawa nakumbuka kwamba hawajala siku nyingi, basi akapita tu kwenye genge leo akachukua ndizi za kutosha tu afa akaenda nazo nyumbani kwake. Basi alifika akakuta watoto wake pale wanakula. Siku hii walikuwa wanakula wali. Basi akaambia watoto wake wale amewaletea matunda ni ndizi mbivu. Yani siku hii Baba Angel hata watoto wake walikuwa wanamshangaa kwa sababu alienda akaziosha yeye mwenyewe akawekea mezani pale. Na alipoziweka tu pale mezani, Eric ndo alikuwa kwanza kuchukua, lakini Eric akamshika mkono, Eric akamkataza. Akamwambia kwa nini unamkataza? Akamwambia atakula nyingi kwa sababu yeye ndo naona ameshazikimbilia. Akamwambia hapana, mimi nimeleta nyingi sana, nyingi kuleni tu zipo nyingi. Basi lile swala likamfanya Eric kwake aweke wali pembeni, akachukua sahani nyingine akamenya ndizi nyingi sana akaanza kula. Basi Baba Angel akawa amesimama tu pale anaangalia watoto wake pale wanavyokula. Hakuna hata mmoja alikuwa amemuelewa kwa nini baba alikuwa amefanya vile. Basi Eric akala tu moja akamfanya babake amweza, akaambia wewe ndio ulikuwa unamkatia mwenzako, kumbe wewe ndio upendi. Basi Eric akacheka akamwambia umndani wapenda ndizi ni Angel na Eric, yani wanapenda. Ndio maana mimi nimemkataza kwa sababu najua huyu atamaliza zote, kumbe zipo nyingi. Basi muda huo Baba Angel ikabidi aondoke zake kwenda chumbani kwake. Basi sasa usiku wa leo kiukweli kabisa Mama Angel hakutaka kabisa kuongea na mama yake kuhusu Baba Emma, lakini aliona aongee naye kuhusu Jackie. Alitaka tu kujua kitu gani ambacho mume wake alikuwa anazungumza na huyo Jackie. Basi Baba Angel akumficha, akamweleza kila kitu ambacho kinatokea baina yake na Jackie na siku hiyo ili mke wake asiwe na mashaka. Akamwambia kuna ujumbe hapa nilikuwa nataka nikupe lakini nitakupa kesho. Akamwambia jamani mke wangu nini tena? Akamwambia baadaye Mama Angel akamefikia kidogo akaona ni vyema tu amwambie mume wake. Basi akamwambia kuhusu kukutana na Baba Emma na jinsi ambavyo mapacha yule Baba Emma anasemekana sio mtoto wake. Kama sio mtoto wake kivipi? Kama sijui anasema kwamba Dr. Jimmy alimbadilishia watoto. Akamwambia isije kuwa ni wa kwetu, isije ulibadilisha. Akamwambia isije Baba Angel haiwezekani. Yani utaanzaje kuwa na mashaka sasa hivi? Jamani mimi nimeshachoka sasa hizi kesi za watoto. Usianze kuongea mambo. Kwanza kumbuka dhumuni la baba yako. Labda kama katika watu wake kuna ambao walimsaliti pale, lakini kumbuka mipango ya baba yako ilikuwa ni kati yake na Dr. Jimmy na kidogo Moses ambaye ndo alikuwa anataka kukua. Alafu kuhusu watoto, mimi nimekubali kabisa kwamba Sara ni wa kwetu kwa sababu angalia ambavyo nimefanana naye. Hebu angalia Erika na Sara mwanzoni, sijui ilikuwaje mwanzoni tukashindwa kuwatofautisha kati watoto wamefanana. Tumekuja kugundua mpaka saa hizi hadi nguo wanavaliana jamani, yani Erika na Sara ni mapacha kabisa. Haya tukija upande wa Eriki sasa, zile hasira amerithi kwako, sema yeye kwake zimezidi kwa ajili ya dawa.
Basi muda ule baba Angel akakumbuka ujumbe kutoka kwenye ile barua ambayo alikuwa ameachiwa na marehemu Lina kwamba achunguze vizuri watoto wake, atakuja kugundua kitu, atakuja kuumia. Basi akajikuta ana hamu kweli ya kwanza kuwachunguza, na sema tu akutaka kumwambia mke wake, alipanga tu kwamba atawachunguza watoto wake ili aweze kuambia ukweli, ili aweze kuwatambua vizuri. Ukizingatia kwamba alishaona wanakula zile ndizi mbivu ambazo wamewapelekea na shasikia kuna issue moja kwenye ndizi. Basi akajua atapata tujibu. Basi mke wake alivolala tu akamwazaki kunyata moja kwa moja kwenda kwenye watoto wake ili ajue kuna kipi ambacho kinaendelea Sasa alianza kwanza kwenda chumbani kwa Eriki, lakini akasikia kama Eriki alikuwa anaongea kwa sauti ya kunong'ona hivi. Akamsikia alikuwa anaongea naye alikuwa ni Erika. Basi akamwambia, lakini mimi Eriki nilikula na ndio maana nilikuwa nakukataza kabisa kula zile ndizi. Akamwambia, sasa mimi nazipenda Erika, ningefanyaje? Akamwambia, pole, lakini mimi mbona sina msaada kwa leo. Akamwambia, Erika tafadhali nakuomba nisaidie, mwenzio na hali mbaya. Basi baba Angel akajaribu kuchungulia, akamkuta Eriki huyo amevua nguo zote, yani yuko mtupu kabisa, na anaonekana kabisa anamtaka dada yake afanye kitu ili aweze kumsaidia kwenye maumbile yake. Kwa kweli baba Angel akajisikia vibaya sana, naye alihisi kama dunia ipasuke. Yani unajua kuwashuhudia watoto wako wanafanya hivi. Hakutaka kuona Erika na Eriki watafanya nini au huyo Erika atamsaidia. Jani hiki kitu alikuwa hataki kabisa. Ikabidi basi baba aingie tu mle chumbani kwa Eriki, ambapo sasa Eriki alishtuka akajifunika sasa na nguo. Kwa kweli kile kitendo kilikuwa ni cha aibu sana kwao. Basi baba Angel hakuwafokea, lakini akauliza tu akamwambia, nifanye kitu gani ili niwasaidie watoto wangu? Erika akamwambia, naomba tu tuambie ukweli baba. Basi baba Angel akapumua kidogo pale, akaamua kuambia, wanangu, najua kwamba sio kosa lenu, lakini naombeni mjitahidi kujinusuru kwenye ile laana yangu. Ni hivi, kuna mtu ambaye anaitwa Dr. Jim, kwa kushirikiana na baba yangu aliamua kuwachoma sindano ili mkikuwa mwe mnapendana muweze kufanya mapenzi na kutuumiza wazazi. Naomba jamani msifanye hivyo, mimi na mama yenu tutajitahidi sana ili tatizo tutalimaliza. Basi hapo Erika alitoka nje, ambapo Erika alibaki na baba yake na hakuongea chochote kile kwa muda huo. Basi baba Angel akaendelea kuongea na Eriki pale, ambaye hakumjibu chochote, akamwacha tu afa, akarudi zake chumbani. Basi mapema kabisa baba Angel aliamka akaenda kumwangalia Eriki, lakini hakumkuta mle chumbani kwake. Kidogo akaanza kuhisi Eriki yeye atakuwa ametoka. Basi akaenda getini kumuuliza mlinzi, akaambia ametoka mapema sana leo. Akaambia atakuwa ameenda wapi? Basi aliguna na kengele hatari kalia kichwani kwake, akawa anawaza huyu ukute ameenda kwa Dr. Jimmy, na akienda huko leo hano bahati huyo dokta. Basi akaenda kujiandaa haraka pale, akataka kumpatia Eriki, lakini kabla yote akawa amepigiwa simu na Dr. Jimmy na akamtaka kwamba akimbie kwenda nyumbani kwake. Akamwambia, mwanangu Eriki kajua ukweli, alafu nyumbani ameondoka asubuhi, kwa hiyo sijui kama atakuacha salama, akikupata wewe ondoka tu. Basi baba Angel akapanda gari lake na kuondoka kuelekea nyumbani kwa Dr. Jimmy, kwa sababu alikuwa anajua lazima mtoto wake atakuwa ameenda huko. Basi alipokuwa anakaribia kufika, kuna mahali alikuta watu wengi wamejaa, wengine wamejeruhiwa kiasi. Basi akaweka gari pembeni pale na akaenda kuuliza kwamba kulikuwa kuna nini. Akaambia kuna kijana sio ametokea wapi. Yule kijana alikuwa kwenye pikipiki, unaona ile gari pale. Sasa baba Angel anaonyesha gari ambayo ilikuwa imebonya kidogo. Ile gari pale ni la dokta. Sasa yule kijana ameligonga ile gari likasimama, akaenda kumshusha dokta pale, amemuinua juu, amemtupa chini. Yani kila aliyeingia hapa amebaki tu anashangaa. Kwa hiyo ndio tunaona wako hapo chini. Basi baba Angel ikabidi aulize kwanza hali ya dokta, kwa sababu alijua moja kwa moja huyu dokta huyu ni Dr. Jimmy. Akamwambia dokta yuko hapa. Akamwambia dokta huyu atamanike, ana hali mbaya, nadhani yuko chini ya gari pale, ambayo gari ile imezungukwa na watu. Basi baba Angel akasogea mpaka pale na akakuta wote ambao walikuwa wako pale walikuwa wanalia. Alipojaribu kumwangalia huyo dokta pale chini, alikuta tu pametapakaa hapana damu tu. Basi pale akili ya baba Angel ikafanya kazi haraka, akajua kwamba Eriki huyo atakuwa amemuua dokta, na akawa na waza sasa. Hakutaka ushahidi, akaamua kurudi kwenye gari lake na kuanza safari ya kurudi nyumbani. Basi njiani akampigia simu mke wake, akamwambia, mke wangu nakuomba Eriki akirudi hapo nyumbani nakuomba umsiku na namna yote ile asitoke hapo nyumbani. Yani sasa hivi hii sasa ni kali, tutampoteza mtoto, nakuomba sana. Basi baba Angel akaondoa gari yake pale, akawa anawaza vitu mbalimbali kwenye kichwa chake, akawa anajua kwamba ile kesi ni kubwa kweli, na mwanae akishikwa basi ni kifungo cha maisha bila mjadala. Basi kikweli baba Angel alikuwa anaendesha gari akiwa na uoga sana kwenye moyo wake, na baba Angel alifika mpaka nyumbani kwake. Cha kwanza kabisa akauliza kuhusu Eriki, na akaambiwa kwamba Eriki sasa hivi alikuwa yuko zake chumbani amelala. Basi akamwangalia mke wake akamwambia, mama Angel, huko mtoto wetu ameua, kwa hiyo hapa cha kufanya sasa hivi tuondoke, twendeni kwa mamangu kwanza. Najua ambacho nitaongea naye huko, lakini sasa hivi inabidi tuondoke, alafu tukifika huko nitajua cha kufanya. Kaambia, kwani kuna nini? Yani amemuua nani? Akaambia, mke wangu taratibu, yani huko Dr. Jimmy kwisha habari yake Eriki ameshamuua huyo dokta. Basi mama Angel alikuwa kama amechanganyikiwa, lakini mume wake anampa moyo, akamtaka ajiandae tu haraka pale. Baada ya kumaliza wakaita watoto pale ambao wote hawakuelewa kwamba haraka hiyo ilikuwa inatakiwa kwenda wapi. Basi wakabeba tu nguo zao pale haraka mabegi, wakaanza safari ya kwenda kwa baba Angel, na akawa ameambia kwamba kwa bibi yao kule aliwaambia kwamba mnaenda kumsalimia. Akaambia, sasa kumbuka baba, shuleni tunaanza kukaribia mitihani. Akaambia sio tatizo, lakini kwa leo tu tuendeni kwanza mkamsalimia bibi. Basi
wakaondoka kweli na aliondoa gari na mlinzi alikuwa ameagwa kwamba anaenda kwenye matembezi tu, ingawa aliona kabisa mbona muda umeenda, matembezi gani ya sasa hivi. Basi baba Angel na familia yake wakafika kwa mama yake moja kwa moja. Alienda kwa mama yake akamueleza tu kwa kifupi, akamwambia mama, naomba basi mimi na familia yangu kwa sasa tuishi hapa kwako kwa sababu Eric ameshafanya yake. Akamwambia yake yepi? Akamwambia kuna uwezekano mkubwa Eric huyu atakuwa amemuua Dr. Jimmy kwa sababu alienda kupambana naye kule, alikuwa na hasira sana. Basi bibi badala ya kusikitika akaonekana kufurahi, akamwambia kama kamuua afadhali bwana, mimi sikuona sababu hiyo dokta muovu hivi kuendelea kuvuta hewa ya ulimwengu, bora tu afya. Akamwambia mama, lakini kuua ni dhambi. Akamwambia na alichofanya yeye sio dhambi. Aisee, hapana, huruma sio malezi. Kwanza wewe huruma wewe Eric imekwanza lini wewe? Basi Benjo akawa tu amekaa kimya na alikuwa anajadili kitu kwenye ubongo wake, na akawa anajiona kabisa kwamba alikuwa hayupo sawa. Basi usiku wa siku hiyo akawa amepewa vyumba pale kwa bibi Angel, ambapo sasa kabidi Angel alale na wadogo zake, alafu Eric alale mwenyewe. Lakini kwa siku hiyo baba Angel yeye mwenyewe akawa ameruhusu Eric aende akalale kwa dada zake kwa sababu vyumba si havitoshi. Lakini Angel akawa amegoma, akamwambia bwana, Eric si mtoto wa kiume huyo, aanze kulala na sisi kwa nini? Akaambia basi Sara na Erika mtaenda kulala na Eric. Yani hakutaka kuweka nafasi ya Eric na Erika peke yao. Alikuwa anajua wazi kabisa kwa sababu angewaambia wao wangekubali, lakini hakutaka jambo baya litokee pale, ndio maana akaamua kumweka Sara katikati yao. Basi sasa usiku ule Erika aliweza tu kuondoka kwamba Erika yupo sawa kabisa. Kwa hiyo badala ya kulala akajikuta anamuuliza, akamwambia Eric, wewe kuna kubwa ambalo umefanya sasa hivi mpaka baba anajua, kwa nini umefanya hivyo? Ni nini? Basi Erika alikuwa tu kimya pale, akamwambia haya kuna kusoma tena hapa ujue. Lakini ukumbuke kwamba tunakaribia kufanya mitihani, sasa itakuwaje? Au mitihani ndo basi sasa itakuwaje? Basi akamwambia Erika, hebu naomba uniache nilale kwa sababu naona akili yangu iko vizuri kabisa. Akamwambia unadhani mimi nipo kukulaumu basi ambacho umekifanya? Kama wao ndo walikuwekea dawa na wamekufanya umekuwa hivyo. Na kama ni mcheza mieleka kweli, wanastahili kupata kipigo ambacho kwa kile kiwango cha dawa ambacho waliweka. Lakini kwenye kuwa hapo Erika unajua ni pagumu. Basi Erika akatuki makumbuka, huyo Erika waga anajua matukio yote hata asipoambiwa. Basi Erika kama amekaa tu kimya, akawa anamwangalia dada yake. Basi Erika akamwangalia Erika pale, akaona kama anataka kupandisha hasira hivi, kabidi sasa aanze kumbembeleza pale kwa sababu akajua hapo yeye kumpiga wenzake kuna jambo ambalo akifanya hata nje ya kumpiga yeye ndio pekee yake anaweza kumshusha hata hasira ambazo anazo. Basi siku hiyo Erika akajitolea tu kulala na kaka yake pale, alikuwa amemkumbatia. Wakati huo Sara alikuwa amelala tu pembeni yao kwa sababu yeye alikuwa hata leo chochote ambacho kinaendelea, yani alikuwa tu anashangaa. Na hata alipomwamsha bado alikuwa elewi kwamba hata kwa nini wamehama, yani alikuwa tu ana usingizi muda wote. Basi kulipokucha mapema kabisa baba Angel akajiandaa na kutoka pale kwa mama yake na moja kwa moja akaenda nyumbani kwake. Lakini kabla hajafika nyumbani akamuona Jackie alikuwa anataka kupanda kwenye pikipiki. Basi akasimamisha pale, akamuomba kwenye gari, akawa anaongea naye, akamwambia uko nenda wapi? Akamwambia mambo yamenichanganya ndio nimetoka kwangu. Akamwambia umetoka kwangu? Akamwambia ndio, nilikuwa nataka kuja kukuaga kwa sababu kesho nasafiri naenda zangu Afrika Kusini. Akamwambia unaenda na Derek? Akamwambia hapana, nitamwacha kwa sababu Maimuna kaniomba, na alafu ukizingatia yule mwanamke ambaye umezaa na Derek yule, alizaa na Derek yule, tunasubiri ikiwezekana Derek na Samiri basi waje wajuane kidogo pale, na wenyewe watakuja kule ili mimi niweze kuishi kidogo na mtoto wangu Samiri. Sema natakiwa kuondoka kesho na ndio maana sijaweza kukaa zaidi. Akamwambia da. Basi Jackie akamwambia baba Angel, lakini huko nyumbani kwako huko nimekutana na askari watatu wanaongea na mlinzi wako. Hapo baba Angel akashtuka, akajua mambo yamesha kucha. Akageuza gari akamuuliza Jackie alikuwa anaenda wapi kwa sababu leo alikuwa tajili. Akamwambia askari walikuwa wanataka nini? Akamwambia mbona umegeuza gari haraka hivyo Eriki? Akamwambia na matatizo, hebu niambie kwanza hao askari walikuwa wanataka nini? Akamwambia nasikia sijui kijana wako kuna mtu ameenda sijui kumnyonga nyumbani kwake. Unajua sijaamini. Na kuna kesi pale wanahisi kwamba huenda mmekimbia. Akamwambia Mungu wangu, naomba nikuombe kitu Jackie. Akamwambia kitu gani? Akamwambia naomba unavyosafiri kesho uondoke na Eriki na kuomba tafadhali. Akamwambia kwani kuna nini? Akamwambia nitakueleza kila kitu lakini na kuomba nahitaji kumuokoa mwanangu sasa hivi. Akamwambia na hati ya kusafiria? Akamwambia nayo, mimi watoto wangu wote hati wanazo. Na ikiisha basi mimi waga naendaga kurenew kwa sababu mimi muda wote na sauti waga natamani kusafiri na familia yangu. Akamwambia basi pole. Lakini kuna nini? Basi Benjo akaenda tu mahali akaweka gari pembeni, akaanza kumueleza Jackie kifupi na akamweza kile kitu. Basi baba Angel alikuwa ni kama amechanganyikiwa na Jackie, akatambua hilo sema ndo akakubali tu kumsaidia kuondoka na mtoto wake. Akamwambia usijali basi Eriki, Mungu tu atusaidie ili tuweze kutoka na mtoto hapa nchini salama, afu nitakufundisha kitu mwanao hata onekana kama ana hatia, wewe usijali. Kuna watu wengi sana mimi najuana nao. Basi Benjo akamshukuru tu pale kwa hilo, na muda huo ikabidi sasa aondoke na kwenda kufanya mpango pamoja na taratibu za tiketi ya Eriki. Sasa kwa kweli mama Angel tunamwona leo alikuwa zake pale nyumbani pale, na alikuwa haelewi chochote, yani alikuwa elewi. Akaona tu ni vyema sasa hivi amkataze kabisa mtoto wake kwenda sehemu yote ile kwa sababu baba alimwambia hivyo.
Akamwambia nakuomba mwanangu tulia nyumbani. Najua kama walichotutendea sio sawa mwanangu, lakini naomba tu utulie usiogope kitu. Basi baada ya muda baba Angel pia akawa amerudi pale, akamtaka Eric ajiandae kwa ajili ya safari ya kwenda Afrika Kusini pamoja na Jackie. Manja akamwambia kwa nini aende na Jackie? Akamwambia mke wangu, hii kwa usalama wa mtoto, atauzea jela huyu. Akamwambia lakini nani mwenye ushahidi juu ya hilo jamani? Hakuna ambacho tunajua kuhusu Dr. Jimmy kama amekufa. Akamwambia mke wangu, naambia nyumbani kule askari wamezunguka nyumba. Yaani bora hata tuliwahi mapema kuondoka. Akamwambia lakini ndo aende na Jackie. Bora mimi simwamini yule mwanamke. Akamwambia hapana, Jackie yule hana roho mbaya kama ambavyo unafikiria. Ni mtu mwenye roho tu nzuri na ana utu. Basi mimi sikukaa tu na yule Derek, alafu siku moja kaa na yule Derek afu atakwambia kuhusu mama yake alivyo. Basi mara simu ya baba Angel kaanza kuita. Alipoangalia mpigaji alikuwa ni Manka. Basi baba Angel akapokea, akamwambia Eric, hivi unajua mwanao ambacho amesababisha? Akamwambia kitu gani? Akamwambia mimi nilikuja huku nyumbani kwa Moses. Tulikuwa tunaongea kwani kuna vitu nilikuwa namlaumu sana Moses, lakini ghafla akatokea Eric akamkaba Moses. Yaani kamuua Moses mbele ya macho yangu. Kwa hiyo mwanao ameua. Kwa hiyo uko wapi? Akamwambia makubwa jamani, mimi mwenyewe sijui kiukweli mwanangu alipo, kwa sababu hata nyumbani hayupo sasa hivi, ana wiki. Akamwambia basi mwanao ndio hivyo ameua. Basi baba Angel akakata simu pale, akamwangalia Eric akamwambia wewe, kumbe sio Dr. Jimmy peke yake ambaye muua, ni mpaka Moses. Akamwambia baba nisamee bwana, mimi nilishindwa kujidhibiti hisia zangu. Akamwambia kwani ilikuwaje mwanangu? Akamwambia mimi nilipotoka kugombana na yule dokta, nikaamua kwenda kwa Moses ili nimwambie ukweli kwamba alichofanya huyo ndugu yake huyo, kwa sababu nilishajua kwamba wao ni ndugu. Basi nilifika pale nikamkuta na yule Manka, sijui nikasikia wanaongea, alafu nikapotea maongezi yao. Yule Manka alikuwa anaongea kwa sauti analia, ndo nikajua nilikuwa nimepata na hasira sana, nikamkaba. Akamwambia kwani ulikuwa unaongea nini? Akamwambia yule mama alikuwa analalamika mara kadhaa kwa yule Moses kwamba kwamba amemtuma kuja kukuua wewe. Akamwambia kwamba amekudhulumu mali zako, lakini bado yeye hajatosheka. Na akamtuma mara kadhaa amalize kazi, lakini inaonekana Moses alikuwa bado haji kumaliza kazi. Akakupiga pia risasi mguuni, na anasema kwamba kamtilia ubaya hadi yeye amefanya kazi, anafanya kazi kwa kutumikishwa sana siku zote, kwa sababu amemficha ukweli kuhusu mtoto wake, so mtoto wake, issue za marehemu babu mzee Jimmy. Kwa kifupi ni kwamba yule mama alikuwa analalamika, ndo nikajua ukweli kwamba kumbe wao walikuwa wanashirikiana kukuibia wewe, kukuua wewe. Na sasa Manka yule analalamika kwamba imekwaje watu wamefanya wote vitu kwa pamoja, lakini mwisho wa siku yeye ametumika, kwa sababu hata mtoto sio kwake. Kwa hiyo nilivyokuja kujua kwamba huyu ndo ambaye amefanya wewe mwaka mzima mkaa bila kazi, sasa nilikasirika mno, nikashikwa na hasira bwana, mimi nikamkaba. Mimi baba, mimi hata sielewi, lakini mimi sijui hizo nguvu nyingi zinatokea wapi na namna ya kujizuia, mimi nashindwa. Kwa kweli baba Angel akamhurumia kijana wake. Hapo hata baba Angel mama Angel akakubali kwamba Eric asafiri tu na Jackie, kwa sababu aliona hapo litakalofuata ni mtoto ataenda jela. Basi usiku wa siku hii kweli wakautumia kama familia kwa ajili ya kumwaga Eric, na baba Angel alikuwa na mashaka sana, kwa sababu mwanae alikuwa ameshamtangaza kwamba huenda itakuwa ni ngumu sana kutoroka pale nchini. Basi Eric akamwangalia babake akamwambia, baba, una mashaka na safari ya Eric? Akamwambia kwa kweli sina raha. Akamwambia hapana, kuwa na amani, ataondoka salama. Basi Eric kusikia vile akamvuta Eric pembeni, akawa anaongea naye, akamwambia nitawezaje kuishi bila kuona jamani siku zote hizi? Akamwambia kwani umeambiwa kwamba utaniona milele? Kuna siku utaniona, hata usijali wewe, nenda tu, uko ni salama zaidi Eric. Mimi mwenyewe binafsi sitaki upate na matatizo. Akamwambia nimekuelewa, lakini mimi nitakukumbuka. Akamwambia najua hilo, lakini sasa hivi unatakiwa kwanza ujiokoe kwa mambo yaliyopo. Basi wakarudi pale, wakala kwa pamoja, wakaagana kwa sababu kesho yake pia ilikuwa ndio siku ambayo alikuwa anatakiwa kuanza safari. Kwa siku hii Sara na Erika walilala tena pamoja. Basi muda wa safari ulipofika, kama ilivyo kawaida, baba Angel akawa ameondoka pamoja na Eriki mpaka uwanja wa ndege, na wakakutana huko na Jackie, na kisha akaongea na Jackie pale jinsi ya kumsaidia mtoto wake, ambapo kuna namba za watu kumsaidia ambazo Jackie alikuwa amempa pale. Alipofika moja kwa moja Jackie na Eriki akamwaga vizuri tu pale, baba Angel naye pia akawa ameondoka. Basi baba Angel alikaa akiangalia, na muda ulipofika akaamua sasa kuondoka, ambapo moja kwa moja alienda kukutana na mtu ambaye alipewa namba yake na Jackie. Basi akakutana na yule mtu ambaye aliwasiliana naye, na basi yule mtu akamsalimia baba Angel, akajitambulisha jina lake, akamwambia mimi naitwa Ayubu au baba Yusra, karibu sana. Akamwambia mimi naitwa Eric au baba Angel, nashukuru pia kufahamu. Basi Jackie kanaeleza vitu vingi kuhusu vitu vinavyokusibu, akamwambia ni kweli. Basi kidogo simu ya Ayubu ile ikawa imeanza kuita. Basi baada ya kuongea naye akamwangalia baba Angel pia, akamwambia kuna jirani yangu mahali fulani nasikia ameuawa leo, sasa wamenikumbuka kwamba nahitaji nifanye uchunguzi wa hiyo kesi ili mtuhumiwa akamatwe. Akamwambia sasa itakuwaje? Akamwambia hapo ni pagumu kidogo, lakini unaje twende nyumbani kwangu ili ukapafahamu kwanza. Basi Banja akabidi akubali, moja kwa moja akaondoka na huyo Ayubu ili akapafahamu nyumbani kwake. Kufika nyumbani kwa Ayubu akashangaa, sasa anamuona binti wa Ayubu ambaye anamfahamu vizuri sana. Akamwambia wewe, mimi nakufahamu wewe, babake Angel. Akamwambia kumbe unanifahamu? Akamwambia nakufahamu, nilisoma na Angel. Akamwambia basi nafurahi kukufahamu. Basi wakawa wamefahamiana pale. Basi baba Angel akaagana pale na Ayubu, na wakawa wanategemea kwamba wataonana tena, kwa sababu Ayubu ndio alikuwa anatakiwa kwenda kwenye huo msiba ambao amepigiwa simu.
Basi baba Angel akawa amerudi nyumbani kwake sasa hivi moja kwa moja akajua wazi kwamba yule Ayubu yule ameitoa kwa sababu ya msiba wa Moses. Na hakutaka kumuonyesha kabisa huo mshangao mapema. Alitaka tu akimaliza mambo mengine ndio ataongea. Basi usiku wa ile siku baba Angel alipigiwa simu na Ayubu na kisha akaanza kuongea naye, akamwambia jirani yangu anaitwa Moses, mazingira ya kesi yake yanafanana na ambayo umenieleza kwamba Jackie ambayo umenieleza kuhusu mtoto wako. Akamwambia basi tuonane tuongee. Akamwambia usijali, nataka niweke sawa haya mambo kwanza, kama ni yeye niambie nijue nitakavyowajibu kuhusu ushahidi wangu. Akamwambia basi sawa, ngoja nimuulize vizuri afu nitakujulisha. Basi baba Angel alikata simu, alikuwa anaanza kwa muda kwamba ampigie Jackie na mdogo. Sasa Jackie alikuwa hapatikani, akaamua kumtafuta kwenye mtandao wa kijamii pia akampata, akamwambia yule Ayubu kaniuliza swali ambalo ni kweli kabisa. Mhusika ni Eric, nikubali, haiwezi kuwa tatizo baadaye, labda niseme kwamba wasio katumia kama ushahidi. Akamwambia hapana, usijali, yule ni ndugu yangu kabisa, hawezi kukufanyia kitu kibaya. Mimi nishamueleza kwamba mimi na wewe hata ni wazazi, hawezi kufanya kitu kibaya. Wewe mueleze tu kila kitu na yeye atajua namna kukusaidia. Basi baba Angel akawa amepata ujasiri pale, akawasiliana na yule mtu akamwambia kwamba ni mwanae kweli na anahakika kwamba amehusika kwa 100%. Akamwambia basi nitajua jinsi ya kufanya, lakini usijali, kuwa tu na amani. Basi baba Angel kweli alikata ile simu na akaamua kuwa na amani kama alivyoambiwa. Kwa kweli hakuwa na raha kabisa. Mambo ambayo yalikuwa yanaendelea kuhusu familia yake ni mambo ambayo yalikuwa yanaumiza kweli kweli. Sasa wakati wa mitihani ulikuwa umekaribia, ikabidi baba Angel ampeleke Erika akaishi kwa dada yake Tumaini ili iwe rahisi kwa yeye kuelekea kwenye mitihani pia, kwa sababu kule ambako mama yake anaishi ni mbali na ingekuwa ni ngumu sana kwa Erika kwenda shule na kufanya mtihani. Basi wakaongea kidogo pale, akamwambia sasa jamani, kakangu mambo ataishi lini? Akamwambia mimi hata sijui, yani sijui kabisa dadangu, ni Mungu tu anisaidie. Benjo basi akaondoka pale kwa dadake. Njiani alikutana na Sia na akaanza kuongea naye pale kwa sababu alijua fika kabisa huyu Sia anafahamu vitu vingi sana. Kwanza Sia akaanza kumuuliza, akamwambia mbona hewani upatikane? Akamwambia simu yangu ilipotea nyumbani kwako, mbona familia nzima hampo? Akamwambia matatizo tu, hebu nipe habari maana najua wewe upito. Akamwambia kweli mimi sipito ndugu yangu, nilikutana na Manka. Yupo kama mtu alichanganyikiwa, nasikia Moses amekufa, alafu mke wa Moses naye kachanganyikiwa. Akamwambia jamani, Dr. Jimmy anaendeleaje? Lakini maana simpati yeye. Akamwambia huyo hatajulikani alipo, yani haijulikani hali yake, yani ni wakufa leo kesho, hali yake ni mbaya kupita maelezo. Basi baba Angel hapo ndo akagundua kwamba Eric yakumuua Dr. Jimmy, lakini alienda kummaliza tu Moses na ushahidi wa mambo yale yote shahidi ni Manka, na ndio maana yupo kama amechanganyikiwa. Basi baba Angel akaona ni vema tu kuongea na Manka akisaidiana na Ayubu katika kumsafisha mtoto wake. Sasa Manka atakubali, lakini sasa bwana, tunaambiwa baada ya yale matukio yote na vitu vyote kupita, sasa ilipita miezi miwili ambapo baba Angel sasa akaamua kumtafuta Manka ambaye alikuwa kama watu ambao wamepungukiwa na akili hivi. Yani hata yeye mwenyewe binafsi alimhurumia sana kwa sababu alikuwa amekaa chini anaongea naye, alikuwa kama amechanganyikiwa. Akamwambia unajua mimi sina imani, yani sina furaha moyoni, siwezi kuishi tena. Yani siwezi kuishi hata na Sara kwa sababu Sara mwenyewe ameshawapenda nyie, afu mimi pia siwezi kuishi na Eli hata kuniona. Yani najihisi vibaya mno kwenye moyo wangu, natamani hata yani ingetokea tu hata kitu kimoja kikubwa kifanyike niweze hata kuishi pamoja hata na mwanangu, yani hata tu ninaona hata tu kwa umbali. Akamwambia usijali, lazima tutahakikisha kwamba tunafanya kitu, lakini ngoja nikuulize, kesi ya kifo cha Moses imeishia wapi? Akamwambia ni wazi aliyemuua ni mwanao, na ambacho ulikifanya Eric unakijua mwenyewe. Leo hii inasemekana kwamba Moses kajiua mwenyewe, afu Dr. Jimmy eti alipata ajali. Jamani, ajali gani ambayo umemweka kitandani mpaka leo? Na hiyo ajali ndio ilimweka kitandani mpaka umauti. Akamwambia daktari, kwani amekufa? Akamwambia Dr. Jimmy amekufa, tumetoka kumzika kama wiki mbili zilizopita. Hakuna mtu yote yule ambaye ana amani ya moyo kabisa. Akamwambia yule mtoto ambaye Dr. Jimmy alikuwa anamlea yule wa Madam Oliver ameishia pia. Akamwambia yule mtoto amechukuliwa na Madam Oliver mwenyewe. Kwanza anajua kabisa kwamba unajua kwamba yule Oliver ashajifungua tayari. Akamwambia kumbe, akamwambia yeye ampata mtoto wa kike na yule mtoto wake ameenda kuishi naye. Yule mtoto anaitwa Jimmy, lakini mimi na yule ila mimi na yule Sia ndo hatuna bahati, yani hatuna bahati, yani sijui mimi sijui naishije, yani najiona kabisa kama nimefika ukingoni. Akamwambia basi pole. Akamwambia sasa kuna shamba kubwa sana Sara alipewa na mzee Jimila. Sara hajawahi kuliona shamba hilo, sasa siwezi kumdhulumu, nashukuru tu nimekutana na wewe, twende basi nikakuonyesha hilo shamba. Basi Benjo akakubali kweli, na muda huo wakaondoka kutoka kwenye hilo shamba wakiwa wanaongea. Akamwambia lakini kwa nini unataka kuniua Manka? Akamwambia mimi nisamee tu, kikweli nilikuwa nimetumwa tu kufanya vile, nilijua watu hawa niko nao pamoja, kumbe yani hawa watu walikuwa wananingonga tu, walikuwa tu wananitumia siku zote. Basi wakafika mpaka kwenye ile shamba na baba Angel alipata kuliona. Kwa kweli ilikuwa ni shamba kubwa sana na likamfanya baba Angel afikirie kitu cha kufanya kwenye ile shamba. Akaongea kidogo pale na akaahidi kwamba basi atamtafuta tena. Basi baba Angel leo alikuwa amehama na familia yake kutoka kwenye nyumba yake. Kwa sababu kutoka kwenye ile nyumba kwenye nyumba ya mama yake, na kulikuwa kuna nyumba yake nyingine ambayo alikuwa anamalizia kujenga. Basi wakafurahi tuko pamoja, akaondoka akahamia huko.
Lakini sehemu ambayo alihamia walikuta baba Ima naye na familia yake ndio alikuwa amehamia sehemu hiyo hiyo. Basi siku hiyo wakakutana na baba Ima akawa analalamika kwamba ni Dr. Jimmy yule amekufa bila mimi kujua ukweli watoto wangu kweli walipo, yani roho imeniuma sana. Akamwambia pole. Mungu akitaka ukweli ujue utaujua tu kwa sababu hakuna marefu sio na nchi. Akamwambia mimi naumia sana, ni Dr. Jimmy mimi ndamchukia mpaka naingia kaburini. Basi baba Angel akawa anajaribu kumpa moyo pale kwamba aendelee kuwa na amani, lakini pia waendelee kuwa majirani wazuri. Basi baba Angel akaamua tu kutimiza lile wazo la Jackie la kuamua pia kuishi sehemu moja pamoja na Derek na Samiri, kwa sababu alijenga sehemu nyingine ya kuweza kuishi pamoja na watoto wa kiume ili pale maeneo pale nyumbani kwake watoto wote wawepo. Basi akafanya hivi ili asiwe mbali kabisa na watoto, ukizingatia kwamba Jackie huyu ndio ambaye alikuwa anaishi na Eric sasa hivi. Basi baba Angel akamwambia mama Sara kwamba arudi kwenye nyumba yake pale, ambapo mara moja Sara alikuwa anaenda kumtembelea kwa sababu bado alikuwa ni mlezi wake. Lakini mama Sara alikuwa kama mtu ambaye ameanza kuchanganyikiwa kiukweli, yani kabisa, na swala la Eli kuto kumkubali ndio lilikuwa linamuumiza kweli. Lakini Eli alikuwa tu anakazania kwamba baba yake ni Derek, lakini hakuwa anamtaka kabisa Manga. Basi bwana msikilizaji, baada ya mambo yote haya sasa hatimaye ilikuwa imepita miaka 5 na sasa ikafanya watu waanze kusahau machungu yote yale ambayo yalikuwa kutokea baina yao. Sasa leo ilikuwa ni siku ya furaha sana kwenye familia, kwa sababu ilikuwa ni siku ambayo Eric alirudi kutoka Afrika ya Kusini akiwa ameongozana na Jack. Yani ilikuwa ni furaha sana familia hii. Watoto walikuwepo nyumbani pale kwa ajili ya kumkaribisha Eric katika maisha yao. Yani tangu kile kisanga Eric aliondoka, ina maana hata kama kusoma atakuwa alisoma huko. Basi siku hii Angel akawa amekaa na Samiri pale. Tunamwona alikuwa anaongea, akamwambia Angel, busikie nikwambie kitu, yani mimi naona kabisa siwezi kabisa bila wewe kuwa mke wangu, lakini nafasi ya mimi na wewe kufunga ndoa mbona ipo wazi kabisa. Wewe si ni mtoto wa Rahimu wewe, na mimi ni mtoto wa Eric. Mama zetu ni tofauti kabisa, baba zetu wengine. Kwa nini tusioane? Akaambia ngoja kwanza, lakini tumuombe baba kama atakubali. Basi wakajipanga siku hii. Ni miaka 5 imepita, eti yake ni wakubwa sasa hivi, hata kama chuo wamemalizani wanaongea wakiwa wakubwa na akili timamu. Basi wakapanga hii siku. Angel akamweka liombi kwa babake, akamwomba yeye na Samiri wafunge ndoa. Akamwambia Angel, hapana, haiwezekani. Akamwambia baba, ina maana mimi sitaolewa kwa hiyo miaka yote wakati mtu ninayempenda ni Samiri, afu hamna kizuizi kati yetu, kwa nini nashindikana? Akamwambia hebu ngoja kwanza nikaongee na mama yako, lakini hilo swala haliwezekani ise. Basi baada ya shughuli ya siku ile baba Angel akaenda kumwambia mama Angel ukweli kuhusu watoto. Mama Angel akakubali tena kirahisi kabisa. Kesho yake akamtaka Angel na Samiri waende kuongea na Rahim pia kuhusu hilo swala la hiyo ndoa. Basi Angel alimwomba Eric aweze kumsindikiza katika kumpa ujumbe Rahim juu ya ndoa yake, basi pamoja na Samiri. Na alikuwa anaogopa kwamba ataenda peke yake, kuzingatia kwaga na muogopa huyo Samiri huyo. Alikuwa anamuogopa sana tangia siku ambayo alitakaga kumuua. Basi Angel akakutana njiani na Rahim pale, akaanza kumwambia kuhusu dhamira yake. Akamwambia mimi naomba mimi na Samiri tuoane. Mimi nampenda na yeye ananipenda. Akamwambia haiwezekani, sasa ni aibu bwana. Hii aibu ambayo nimeipata kwa Derek jamani, inatosha. Msiniletee aibu basi na nyinyi jamani. Nyinyi watoto si wote wa kwangu. Sasa akamwambia aibu kivipi baba bwana? Baba kule si mbona amekubali? Kwanza mimi na Samiri bwana sio ndugu. Ni kwamba tu wazazi wetu nyinyi mmetulea, lakini sisi sio ndugu. Akamwambia Angel, hebu nitolee bala. Mimi Samiri nimemlea. Yeye kama oni wao ndugu sawa, na asilete masiara. Eric kama anaona ni sawa ni sawa. Lakini mimi sitaki, mkija mkafanya hivyo mimi nitafanya kitu kibaya, mtakuja kusahau. Basi Eric akamwambia Rahim, umesemaje? Rahim akamwangalia Eric, akamuona ameshakuja, alisharudi huyu mtoto huyu na bado ana ile hasira yake, ile mishipa imeinuka imesimama, akakumbuka ile siku nusu adedi eti. Kwa hiyo akajiami tu, akajikuta anaanza zake kukimbia, lakini bahati mbaya kuangalia upande wa pili, wakati anavuka barabara alikuwa amekimbia akawa amegongwa na gari. Kilikuwa ni kitendo cha ghafla sana. Ikabidi Angel na Eric sasa wasogee pale ambapo alikuwepo Rahim na akaomba msaada wa kumpeleka hospitali. Na kuchukua muda, majibu alipatikana pale kwamba Rahim alifariki pale. Basi Angel akaanza kupiga simu kuwapa taarifa kwamba alikuwa amefariki. Akamwambia Eric, na wewe umezidi jamani, hiyo misuli yako jamani. Kwa nini sasa unatunisha misuli wakati unajua watu wanaogopa jamani? Akamwambia mimi sikutaka bwana, mimi sikupenda kauli yake. Mimi sitaki kabisa mtu ambaye anatishatisha ndugu zangu. Akamwambia hata kama unajitahidi basi kujizuia. Eric, umerudi jana tu, leo umeshazua balaa jamani. Jana tu umefika. Basi ikabidi mdau waende zao nyumbani, ambapo baba Angel na mama Angel wakaelezwa ile hali ambavyo ilikuwa, na moja kwa moja wakajua kwamba tu ni uoga wa Rahim kwa Eric ndio umesababisha yote, lakini hawakuwa na cha kufanya kwa sababu tayari msiba ulikuwa umeshatokea. Ikawa sasa ni majonzi ya kifo cha Rahim, lakini ambacho kilikuwa kimesababishwa pia na Eric, na ikawa inasemekana kwamba hii ajali ndio ambayo imemuua Rahim. Kwa hiyo hapo watu wakalia sana, hasa watoto wa Rahim, na baba Angel akazidi kuona madhara ambayo yapo kwa Eric. Kweli ya kujua cha kufanya. Ni miaka 5 imepita sasa hivi. Basi siku ya mazishi ya Rahim, Manga pia alikuwepo. Kwa hiyo baada ya mazishi tu baba Angel akaamua kwenda kuongea na Manga kuhusu Eric. Alikuwa anahisi huenda hata Dr. Jimmy huyo alikuwa amemwachia siri ya kufanya
ili apate nafuu. Lakini Manka akamwambia kwamba dawa ni moja tu, Eriki anatakiwa alale na Erika ndo nguvu za Eriki zitakuwa sawa. Kwa kweli baba Angel bado roho ilikuwa inamuuma sana. Yaani watoto walale wote jamani, yani jamani wanalaje kimapenzi wakati wale ni watoto wake. Lakini wakati anataka kuondoka, Manka akampa ujumbe ambao alikuwa amepewa na Sara. Akamwambia Sara kaniambia kwamba amepata mchumba, atakuja kumtambulisha ili aolewe. Akamwambia jamani watoto siku hizi wanawaini. Hivi kamesha kuwa akamwambia mwache tu bwana. Huyu mtoto naye ni mapepe sana, lakini bora tu aolewe. Mimi bwana najitolea tu kuishi na yeye na mchumba wake nyumbani kwangu. Akamwambia akiamua kuja kuishi kwao, akamwambia basi nitahamia huko kwa mimi mwenyewe mpweke sana, mimi siwezi kukaa peke yangu sasa hivi tena. Alafu ngoja nikwambie kitu ambacho hujui kuhusu mimi. Akamwambia kitu gani? Akamwambia unajua mimi ni muathirika. Basi Benjo alikuwa anajua vizuri tu kwamba huyu si ametembea na Rahim ndio maana ameathirika kitambo. Lakini akajifanya tu anashangaa pale, akamwambia pole, lakini pia hongera kwa ujasiri wako kwa kusema na kuwa muathirika mbona so mwisho wa maisha na una nafasi kubwa ya kuendelea kuishi. Akamwambia lakini unajua nani ambaye ameniambukiza? Akamwambia ni nani? Akamwambia ni huyu Rahim, alijifanya ananipenda kumbe upo kwa ajili ya kunipa maradhi tu. Lakini Mungu alivyo sasa, ona yeye leo amekuwa kwanza amekufa kwa ajali tena amejitakia mwenyewe kwa sababu sio alikuwa anakimbia, alikuwa anakimbilia wapi sijui. Akamwambia basi aishe, tutaonana tena siku nyingine tutaongea. Basi siku hizi Manka alikuwa mpole mno. Kwanza alionekana ni mtu ambaye akili zake zifanye kazi vizuri, hana watu, hana marafiki, yani yuko mwenyewe tu, anatia huruma kikweli. Sasa baba Angel akawa amerudi nyumbani kwake, alikuwa anakuna kichwa chake kweli, mawazo yalikuwa ni mengi sana. Na basi akawa anaongea na mke wake pale kile ambacho alikuwa ameambiwa na Manka. Akamwambia unajua Manka anasema kwamba tatizo la Eriki linaweza kumalizwa na Erika tu. Akamwambia hivi mfano tukamtafutia Eriki msichana mwingine kwani itakwaje? Akamwambia unatafuta balaa wewe. Tutamsafirisha wapi tena huyo akiharibu sasa tutamkimbizia wapi? Unajua kabisa huyu mtoto huyu hapana isi. Tujifunze kutokufanya makosa sasa. Akamwambia sasa itakwaje? Tu kweli watoto wale pamoja? Akamwambia hapana ni ngumu sana lakini tuendelee kutafakari. Basi mdau akaamua tu kulala sasa hivi. Na kulivyokucha tu Sara akawafuata akawapa taarifa kwamba anataka kwenda kumtambulisha mchumba wake. Basi wakakubali tu na hawakuwa na pingamizi juu ya hilo. Basi baba Angel akaenda kumfuata Eriki ambaye siku si nyingi toka arudi, alikuwa bado yupo pale. Aliongea naye pale akapika ili alikuwa anataka kuongea kirafiki pale juu majibu yake. Akamwambia Eriki, hebu niambie kitu. Leo ndugu yako Sara amesema kwamba analeta mchumba hapa kumtambulisha. Wewe wa kwako utamleta lini? Akamwambia kwani Erika ameshaleta wake? Akamwambia hapana. Akamwambia nitamleta Erika tu, akimleta wake na mimi nitamleta. Basi baba Angel akaitikia tu na akajaribu kusoma kitu na kwenda kuongea na mke wake na akawa anaendelea kupanga mipango. Kwenye mida ya jioni, Sara akaleta mchumba nyumbani kwake na wakamkaribisha vizuri pale. Sasa huyu alikuwa ni mtoto ambaye amelelewa na Madam Oliver. Yani alikuwa ni mtoto wa Sia na Steve, yani Paul. Basi baba Angel na mama Angel pale hawakuwa na pingamizi kabisa kwa sababu mapenzi ya watu haya. Kumbuka alishagawahi kukaa kidogo na wakaonekana wamependana, lakini kwa sababu Sara alishagafanya makosa na nini akawa hataki tena. Basi Paul baada ya kuwa ameondoka, baba Angel aliondoka pia na ilikuwa ni kwenda kujaribu kule kuangalia kile ambacho kinafaa zaidi. Basi akaenda hadi nyumbani kwa Bahati pamoja na Pete, akawa anaongea nao juu akija nao Bahati kwamba aje kujitambulisha kama mchumba wa Erika. Akamwahidi kwamba atamlipa na hakumwambia kwa nini anataka hiyo hivyo. Na alitaka tu iwe vile ili Eriki pia alete mchumba wake. Sasa hii ilikuwa ni kitu kizuri kwa sababu Bahati kwanza zikawaga nampenda sana huyo Erika, kwa kaptu amekubali. Basi baba Angel alipomaliza hapo akarudi nyumbani na kumpa ule ujumbe mke wake ambaye aliafikiana naye kweli, wakapanga kwamba kesho wampange Erika tu akubali wakati Bahati anaenda kujitambulisha. Basi hawakutaka mambo yachelewe. Basi wakapanga jambo lingine. Akamwambia ili kifanikiwe basi moja kwa moja tutaenda kuongea na baba Emma ili tumchukue yule Emma aje kuwa na Eriki. Unasemaje? Akamwambia hapo sawa kabisa baba Angel, yani yule Emma yule umelenga vizuri sana. Tujitahidi tu Eriki aweze kumkubali. Basi kweli kwa amepanga pale mipango yao kaenda vile. Basi kulivyokucha mama Angel akamuita Erika na akawa amempanga pale, lakini Erika alikuwa amepinga vikali kweli. Akamwambia kwa nini mmefikia huko mama? Akamwambia nataka kumuokoa kaka. Akasema mimi nadhani mnataka kumwangamiza, mnajua madhara ya hicho ambacho mnataka kufanya. Akamwambia Eriki usio mkaidi bwana, kubali. Basi Eriki alikubali, lakini kishingo pande kwanza nakumbuka na kaka yake walishakubaliana marufuku mpaka wajue watatatua vipi tatizo. Basi jioni ya siku hii kweli Bahati alikuja kama mchumba wa Erika. Yani alikuja akajitambulisha pale na baba Angel akaita watoto wake wote ili wamshuhudie mchumba wa Erika. Basi Angel akaanza kutoa utambulisho pale. Baba Angel akaanza kutoa utambulisho pale. Kitu cha kushangaza, Erika aliinuka, alikuwa na ghadhabu mno, akamkunja Bahati, alimpiga ngumi, ikampeleka Bahati chini. Ikabidi sasa Erika ndio aende kuingilia kati, lakini Bahati alikuwa na hali mbaya sana. Ikabidi amkimbize hospitali kwa tiba ya haraka mno na kila kitu pale nyumbani ikawa kimevurugika. Sasa mipango yote ikawa imegoma. Basi wakati baba Angel yuko hospitali pale sasa akijaribu kumtibia Bahati, ndipo ambapo alipokuja kukutana na mke wa Moses ambaye alidai kwamba mtoto wake alikuwa hospitali pia. Akamwambia pole jamani, mfaje? Akamwambia mpata ajali, amepoteza damu nyingi sana, hata sijui nafanyaje.
na anatakiwa ongezewe damu. Basi baba Angel akajitolea pale kufanya hivyo. Wakaenda kuchukua damu yake na wakakuta damu ya kwake na yule kijana haiendani. Mara baba Emma alikuja pale pia akawa amechanganyikiwa kwamba mtoto wake mpata ajali pia anatakiwa kuongezewa damu, lakini alikuwa haendani naye damu. Kwa hiyo madaktari pale wakawa wameita pale kila mmoja pale damu inaonekana kwamba kwa huyu haiendi, kwa huyu haiendi. Sasa ikawa hivi ya baba Emma ikawa inafanana na damu ya mtoto wa Moses, alafu ya baba Angel ikawa imefanana na damu ya mtoto ya huyu Emmanuel. Basi wakafanya hivyo kwa sababu walikuwa na muda wa kujadili sana, ikabidi tu waongeze damu pale ili watoto waendelee tu vizuri. Lakini baadaye ilikuwa kila wanavyoenda hospitali wanakutana, na huko akina Bahati na mke wake Feti nao wanaenda kuwatazama watoto. Sasa siku hii bwana Erika akamwita baba yake pale na mama yake akawa anaongea naye, akamwambia kwani baba na mama nyinyi mna matatizo gani? Akamwambia tatizo letu ni kwamba tunaogopa wewe na Eriki msije kuwa pamoja kimapenzi, ndio maana tunafanya hizi jitihada zote kuweka mambo sawa. Akamwambia lakini kabla mjiendelea na hizo jitihada zenu, mimi nakuomba baba, kamtafutie rafiki yako Dr. Noah yule, umwambie tu akwambie ukweli. Basi baba Angel akashangaa sana, akakubali tu kufanya vile. Tunamkumbuka yule Noah yule alisema siku moja watoto wanapendana lakini sio kwa hali ya kawaida, na akapoteaga juu hivyo. Basi kweli akaamua kumtafuta yule Dr. Noah na akaanza kuongea naye. Na hata daktari mwenyewe akamshangaa, akamwambia nani akakwambia kama mimi nina ukweli? Akamwambia binti yangu. Akamwambia ila naogopa. Akamwambia wewe niambie tu. Akamwambia ngoja basi nitapanga siku tukutane hapa na wengine pia, hapo ndo nitasema ukweli, lakini inabidi mnilinde kwa sababu mimi sina cha kufanya. Akamwambia mimi nitakulinda usijali, lakini mimi ninachotaka ni ukweli. Basi baba Angel kweli akamwahidi Dr. Noah kwamba atamlinda na akamwambia kwamba atasema ukweli wote wa kila kitu ambavyo jinsi kilikuwa. Basi sasa siku hiyo dokta alimuita baba Angel na mama Angel na wakawa wamejiandaa kwenda pale alipowaita, na wakashangaza na walipofika pale wakamkuta baba Emma, mama Emma pamoja na mke wa Moses pamoja na yule Julie yule. Na kisha dokta sasa akaanza kuongea. Akamwambia jamani, samahani sana kwa hiki ambacho nitawaambia lakini ndio kweli. Akamwambia sawa, bila samahani, sisi tunakusikiliza. Sasa akaanza kusimulia. Akasema hivi, miaka ya nyuma iliyopita wakati Erika akiwa mjamzito, nilimsikia mkwe wake na dokta mwenzangu akipanga mipango mibaya sana juu ya wale watoto. Kwanza walipanga mipango ya kuwabadilisha, baadaye wakapanga mipango ya kuwachoma sindano. Roho iliniuma sana kwa sababu nilijua wazi kabisa watoto watakapokuja kuwa wakubwa watakuja kuwa mwiba kwa wazazi wao. Naomba jamani mnisamehe kwa hiki ambacho nitawaambia. Lakini kuna huyu dada hapa anaitwa Julie. Enzi hizo alikuwa na maisha magumu sana na alikuwa anataka kuja kutoa mimba. Lakini baadaye alipanga kwamba aje ajifungue atupe mtoto, lakini akajifungua watoto mapacha. Mmoja alikuwa wa kike, mwingine alikuwa wa kiume. Nikamuomba sio atupe wale watoto, mimi nikamwambia kwamba nitaenda kuwahifadhi. Basi kweli nikaenda kuwahifadhi wale watoto, na ndo hapo muda huo naenda kuwahifadhi nikamkuta Erika ameshajifungua wale watoto wake, lakini alikuwa amejifungua watoto mapacha tofauti na ambavyo tulijua mwanzo kwamba watakuwa wawili. Kwa hiyo mimi hata sikufikiria mara mbili, nikambadilisha yule mtoto wa kiume na mtoto wa Erika, na muda huo huo nikawa nimembadilisha. Lakini sikutaka mtoto wa Eriki aende kuishi maisha ya shida, kwa hiyo nikawa nimeweka pembeni na nikawa nimepewa mgonjwa wa kujifungua ambaye alikuwa ni wewe Neema. Na huyu Neema kumbuka ndo mama Emma. Kiukweli hukujifungua mapacha, ila ulijifungua mtoto mmoja. Mimi nikamchukua mtoto wako na nikapokea wale wawili, ambapo mmoja ni mtoto wa Julie na mwingine alikuwa ni mtoto wa Erika. Nikaondoka na mtoto wako ambaye sikutaka apate shida pia. Basi mke wa Moses alipokuja kujifungua nikamuongezea mtoto mwingine, ambapo na yeye alionekana kwamba alikuwa amejifungua mapacha, ili kitu ili tu niwe nimebalance kwenye yale mahesabu yangu ambayo nilikuwa nafanya. Sasa hii kitu kikweli imenitesa kwa miaka yote sana, na niliandika mpaka kwenye kitabu changu cha kumbukumbu, na kila siku nilikuwa natamani sana kusema ukweli, lakini mimi nilikuwa naogopa. Nilijua kabisa kwamba nyote mtakuja kunichukia. Kiukweli mimi sikufanya kwa ubaya, lakini kitendo changu cha kubadilisha mtoto wa Erika ndio ambacho kimezaa yote ambayo yanaendelea. Na kingine nilikuwa sitaki wewe Julie hao watoto watupe, na ndivyo ambavyo ilikuwa. Basi baba Angel akajikuta anapumua, akaambia yani ina maana hiki ambacho umefanya hata Dr. Jimmy mwenyewe na yule mzee Jimmy walikuwa hawakijua. Akaambia hamna ambaye anajua, peke yangu ndo najua. Akaambia yani kumbe wengine, wakati wengine tunabadilishana huko watoto na huko unabadilisha tena huko, ila nyinyi jamani mlijua kutufanya sisi wazazi kuwa machizi. Hivi mnatuchukuliaje? Akaambia Eriki jamani nisamee, lakini nilifanya kwa ajili ya kukomboa kizazi chako. Akaambia kwa hiyo unavyosema kwamba kuokoa kizazi changu unamaanisha kwamba Eriki sio mtoto wangu, si ndio? Akaambia ndio, Eriki sio mtoto wako, na Eriki pacha wake ni Emana na wale watoto wawili wa Julie ambao alishindwa kuwalea. Kwa hiyo ina maana Eriki pamoja na Emana wao ni mapacha. Basi akawa amechoka sana. Baba Emma naye akauliza, akaambia kwa hiyo sasa mimi mwanangu nani? Maana mimi natafuta watoto wangu siwajui mpaka leo ni nani. Akaambia wewe mtoto wako ni mtoto wa Moses, anaitwa Abraham.
huyu ndo mtoto wako wewe. Na mke wa Moses sasa alikuwa anashangaa pale, akasema kwa hiyo ina maana mimi sikujifungua mapacha siku zote uliniambia nimejifungua mapacha? Akaambia ndio, wewe ulijifungua mtoto mmoja tu. Akasema ile hospitali ndo maana nilifungwa. Nyinyi mnapenda kutufanyia sana upasuaji, kumbe nyinyi mnakaa mna madudu yenu, mtu akija tu pale mnamfanyia upasuaji. Akaambia ile hospitali ishafungwa kwa ajili ya ujinga. Akaambia jamani, mimi naomba tu mnisamee, lakini mimi nilikuwa nataka tu kuokoa watoto wa Eric hawa, kwa sababu nijua watakuja kufanya mapenzi, na kwa hiyo ina maana hata saizi Erika pamoja na Eric wakifanya mapenzi wao wanakuwa sio ndugu, kwa sababu zile sindano kama walikuwa wamechoma maana yake ilikuwa watakuja kufanya mapenzi. Kwa hiyo niliokoa hivyo, lakini ndio hivyo nilikuwa nimeshawabadilisha watoto. Akaambia jamani, hata kama lakini kwa nini uingilie na kubadilisha watoto wengine? Yani hapo ndo ambapo sijapenda ise. Basi mama Angel akawa anamwangalia tu Julia, akamwambia na wewe kulikoni kutaka kutupa watoto, ulizana nani kwanza? Akaambia jamani, haya ni maisha tu, mimi unafikia hata najua watoto wenyewe sasa hivi hawezi hata kunikubali. Mimi nilizana mtu mmoja hivi anaitwa Yuda. Hasa hapo sasa akaambia huyu Yuda ambaye alipokea kichapo kutoka kwa Eriki, huyo ni halali yake. Si kumbe alikataa mimba yake. Akaambia yeye alikataa na ndo chanzo cha mimi kwanza kutangatanga. Basi wote wakajikuta pale wanamjadili vibaya sana Dr. Noah na kasoro baba Angel, mama Angel na Julie. Lakini sababu Dr. Noah pia alikuwa amesema ukweli, baba Angel akaamua tu kuchukua pale ule ukweli na kurudi nyumbani kwake, akiwa anaruhusu sasa Erika na Eriki kwa pamoja, kwa sababu Eriki atazidi kuharibika na kuharibikiwa. Sasa kwa hiyo ina maana mambo yamekuja kubadilika. Ina maana Emana pamoja na Erika pamoja na Sara wao wanakuwa ni mapacha, lakini huyu Eriki huyu anakuwa hakuwa pacha wa ndani, kwamba alikuwa ni mtoto wa nje, na kwamba daktari anasema alifanya vile kwa sababu alijua kwamba ile sindano ambayo amechomwa ilikuwa inamaanisha hao wawili watafanya mapenzi. Sasa bora wabadilishe watoto ili wasifanye mapenzi wakiwa ni ndugu. Sasa ilikuwa ni hivyo, lakini sasa Erika bado alishikilia msimamo wake kwamba hamna kitu chochote ambacho kitafanyika mpaka ndoa ise. Yani hata baada ya kuja kujua kwamba huyu kakake sio pacha yake, ni kakake tu, maana wakaja kuwa wamepewa ukweli wote kwamba hatakuja kufanya naye chochote mpaka ndoa. Nakumbuka huyu Eriki tayari ashampigaga babake. Maana kwa msingi huo Eriki babake ni Yuda, na huyu Yuda ashapigwa, akasema tu alipewa onyo. Akamwambia ile ilikuwa onyo, alikuwa amewekwa hogo siku ile, lakini onyo lenyewe ndio hilo. Alikuwa ameshapata kichapo kutoka kwa mtu wake. Kwa hiyo ilikuwa ni hivyo. Lilikuwa ni jambo kiukweli ambalo halikuwa rahisi, ilikuwa ni jambo la aibu, kwa sababu kila mtu alikuwa anajua kwamba watoto ni mapacha. Na ndio hivyo, lakini mwisho siku ilibidi ama mawili. Huyo Eriki ataendelea kuwa mbaya, watu wataendelea kupiga, watu wataendelea kufa, watu wataendelea kuteseka, ama inabidi afanye mapenzi na Erika. Lakini sasa kwa sababu sio ndugu yake, basi hakuna shida. Basi ilikuwa hivyo, msikilizaji. Ni kweli walifunga ndoa, wakafanya sherehe ya kifamilia. Yani baba Angel alikuwa anaona aibu, yani alikuwa anaona aibu. Unajua wao watoto wake, yani siku ambayo wanafunga ndoa, lakini pia ni siku ambayo pia Samiri pamoja na Angel pia walifunga ndoa. Sara pamoja na Paul pia walifunga ndoa. Erika na Eriki nao walifunga ndoa. Siku hiyo baba Angel hakutaka hata watu wengine wajue, yani habari inabidi wahame kabisa hata mji. Lakini habari ikamfikia Sia, ambaye ilifika na kuja kuongea na baba Angel, akaambia unajua kuna vitu mtu anaweza ukavizuia wewe ukajikuta unashindwa, lakini baadaye mapenzi yanakuja kuchukua nafasi. Unaamini kama mapenzi yana nguvu sana? Akaambia mimi naamini aise, yani hata kwa Madam Oliver na Steve ilikuwa hivi, tukajua kwamba ni dawa, kumbe ni mapenzi. Na ndio hivyo, mapenzi pia ilikuwa na nguvu zake, na mwisho wa siku mtu anajikuta mpaka anakuja kutengeneza dawa. Akaambia umeona sasa, kwa watoto waume wale siku zote kwenye misingi sio ya dini, sio ikawaje mwenyewe ukaja kuteleza huko. Kumbe pia kuna nguvu ya mapenzi inachukua nafasi yake, lakini maskini unajua kulea watoto. Lakini ndio hivyo, sasa inakuja kujua kwamba Eriki sio mtoto wako. Basi baba Angel akacheka sana, akamwambia si, akamwambia wewe ni mjinga, ni wewe, mimi saizi mke wangu, mimi na mke wangu sasa tunarudi kwenye maombi, maadui ni wengi mno. Akamwambia Mungu hakutaka msumbue na maombi yenu ya kuombea watoto watengane, kati kuna nguvu tu ya mapenzi kati yao. Akamwambia wewe ni mjinga ujue. Akamwambia lakini tuache masiara Eriki, mapenzi kweli yana nguvu. Basi baba Angel akawa anacheka pale, na zile sherehe pale zilipoisha pale, basi kweli ikabidi awapatie watoto wake wote nyumba za kuishi, afu yeye nyumbani kwake akabaki tu na mke wake pamoja na mtoto wao Esther, kwa sababu ndo alikuwa mdogo. Kwa hiyo yeye wao wote bado ni watoto wake pamoja na kila kitu kilichotokea, lakini wote ni watoto wake. Basi sasa leo tunamwona Bench ambaye alienda kumtembelea Eriki akiwa pamoja na Erika. Eti watoto wake hao sasa hizi wameoana jamani, nataka moyo nyinyi. Akawa ameongozana pia na Dr. Noah, ambapo alikaa pale kuongea nao pale. Na ilikuwa ni ajabu sana kwa sababu Eriki pia hata mara baada ya kuwa amepewa ukweli tena kwa mara ya pili ya kukasirika kama siku zote ambavyo waga anafanya, lakini akampongeza tu Dr. kwa kile ambacho alifanya, na akawa anamsifia sana Erika. Akamwambia licha ya dawa ambazo tumepewa, lakini Erika huyu ni mwanamke jasiri, yani ameweza kunitoa kwenye hali mara nyingi sana. Ni bila Erika tungekuwa tushafanya siku nyingi.
Yani mimi nina haki kabisa jamani, nimepewa mke mwema sana kama Erika. Basi baba Angel akamwangalia mwanae, hivi kweli mdogo wake anamuita mke mwema kweli? Akamwambia Erika, hivi mapenzi yana nguvu? Akamwambia baba, ana nguvu sana. Yani wao walipanga vile afu mapenzi akapanga vingine. Unafikiri kwa nini huyu daktari alitubadilisha? Ni kwa sababu ya nguvu ya mapenzi. Yani kwa sababu ilikuwa lazima sisi tuje tupendane. Yani sio tu kwa sababu tu alikuwa tu kwa sababu anataka tu kutuokoa na nini, lakini tu ni nguvu ya mapenzi ilikuwepo, kila kitu kilichokuwa kimeshapangwa. Na alishahisi kwamba itakuwa ni uchungu sana kwa rafiki yake kufanywa fedhea, kwa sababu ni rafiki yake, anajua hivi rafiki yangu watoto wake watakuja wanachomwa sindano hapo, watakuja kuzaliana hapa ndo nini. Sasa bora kama ni hii sindano imechomwa kweli, ichomwe kwa huyu mtoto ambaye sio mtoto wake, ile hata siku atakapokuja kufanya mapenzi basi wanakuwa tu ni ndugu, wanakuwa sio ndugu. Akamwambia lakini Erika, wewe unajua kwamba mimi ni mwanangu, lakini na unajua kwamba Erika ni mwanangu. Akamwambia baba, kweli tunatambua kwamba wewe ni baba yetu. Akamwambia nyinyi ni wanangu, mtabaki kwa watoto wangu siku zote, nawapenda sana. Akamwambia ni kweli baba, na utabaki kwa baba yetu na tutakupenda siku zote baba yetu. Basi Erika pamoja na Erika pamoja na babao pale wakawa wamekumbatiana sana. Sijui kama hii ni mwisho mzuri ama hiki kitu ni kizuri msikizaji, lakini ndio hivyo bwana. Simulizi yetu inakuwa imeishia hapo. Nimechoka sana na mzee Jimmy. Yani man of the match ni mzee Jimmy marehemu, akiwa amekufa huko kaburini, lakini yeye ndo man of the match. Mnamwambiaje Dr. Noah jamani msikizaji? Kama kuelewa ni kwamba Noah alikuwa ameshasikia ile mazungumzo huyu daktari Noah ambaye ni rafiki yake na baba Angel. Nakumbuka kwenye barua pale ambayo alikuwa ameandika marehemu Lina, akasema mtafute rafiki yako yule daktari, anajua kila kitu. Ina maana baada ya kujua kwamba kuna mipango ya hao watoto wachome sindano ili waje kuingiliana, yeye akaamua kwenda kubadilisha mtoto pale wa kiume, akamchukua pacha wa wale ambao yule mama wao anasema kwamba alikuwa anataka kuwatupa watoto. Akaamua kumchukua mmoja ili amweke pale ili aweze kufanyaje, ili aweze kuzuia ile swala kwamba hata hizo sindano zitakapochomwa, kama watoto kweli watakuja kufanya hicho kitendo, wawe walikuwa sio ndugu. Lakini kumbe tumeishi siku zote tunajua kwamba Erika na Eriki ni mapacha, lakini sio kweli. Mapacha kweli walikuwa ni watatu, lakini mmoja alikuwa ni huyu ambaye anaitwa Emana, mwingine alikuwa ni Erika, na mwingine pia akawa ni huyu binti ambaye anaitwa Sara. Ndio maana kama ukisikiza kule kwenye story kule juu utakuja kukutana na vitu vingi sana, lakini mwisho wa siku msikaji tunakuja kupata jibu la mwisho hapo kwamba ilikuwa ni hivyo, japo mwanzo kwetu tusikia kwamba mbona kama amezaa watoto mapacha tu peke yake wa kike, story ikawa inaingiliana na kutoka na ingia na kutoka, kumbe ni kuna mtu alikuwa anakuja tu anabadilisha watoto. Yani wewe umebadilisha na wewe unakuja kubadilisha. Kwa hiyo ulikuwa ni mpango ambao kwa namna fulani ulikuwa kwa ajili ya kumlinda mshikaji kwamba sasa mshikaji wangu hao watoto kweli sindano tachoma, sasa si watakuja kuzaliana baadaye, basi ngoja mimi nimsaidie kubadilisha watoto. Sasa sijui nyinyi mnaonaje, daktari alifanya jambo la msingi huyu Dr. Noah ambaye alibadilisha ama ilikuwaje? Kwa sababu ilikuwa ni hatari sana kwa ndugu kulala pamoja. Anyways, shukrani sana Tuganile Mwakalile. Kama una lolote la kumwambia una dukuduku lako, kuna namna hujapenda hii ending ambavyo imeisha, basi unaweza kaandika hapo chini, mwambie bwana hebu tulete part 2 kwanza. Tunataka tujue kwanza huyo Erika na Eriki humo ndani walianzaje kuishi kama wenza. Huyo Angel na Samiri ilikuwaje? Na huyo Po pamoja na Sara, bora hata Po na Sara ni mbali kidogo, lakini huyu Angel na Samiri huyu, lakini huyu Erika na Eriki mimi mwenzenu nachoka. Anyways, asante kwa kunisikiza tangu tulipoanza msikilizaji katika sehemu ya kwanza, na hii ilikuwa ni sehemu ya mwisho kabisa, sehemu ya 38. Bila shaka umejifunza vitu vingi sana, na ni wakati wako mzuri pia uniandikia hapo chini kwenye comments nini ambacho umejifunza, kitu gani kimekuwa ni kizuri sana kwako, kipi kimekuvutia, kipi ambacho kimekukera. Pia ni sehemu ya maoni. Mwenyewe Tuganile Mwakalile pia tapita hapa kwa ajili ya kusoma zile comment zako kwa ajili ya kuendelea kuboresha maandiko yake yote ambayo anatuletea hapa ya simulizi. Jina langu naitwa Tutu. Kwa heri. Tukutane wakati mwingine. Kumbuka mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa maandalizi ya mapema simulizi ijayo ambayo ni kali kweli kama ilivyokuwa hii hapa.